Mwenyezi Mungu Baba yetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, Baba Mungu wa huruma na rehema, tunakushukuru kwa kupata siku ya leo. Ni siku ambayo tuko kwa ajili ya kujifunza yale ambayo yanapaswa kuyafahamu, tunapoangalia mlinganisho wa kile tunachokiamini na kile ambacho wengine wanaamini. Katujalie ili kwamba ukapate kutupa kuelewa mema, na hata tunapowafikia wengine kwa injili ya ukweli ya Yesu Kristo, ukawafanya nao pia wapate kufahamu kweli ya neno lako. Kautangulie kwa masaa huu tunapokuwa nayo kujadili katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Amen. Tuanze na kusoma maandiko. Wakorintho wa kwanza mlango wa 8. Wakorintho wa kwanza mlango wa 8. Wakorintho wa kwanza mlango wa 8 mstari wa 5 na mstari wa 6. Wakorintho wa kwanza mlango wa 8 mstari wa 5 na mstari wa 6. Naomba tusome mistari miwili kwa pamoja kwa utaratibu, lakini kwa pamoja. Tusome 1, 2, 3. Kwa maana tunajua kwa waitwa Mungu ama mbinguni ama duniani, kama vile walivyokuwa Mungu mingi na mabwana wengi, lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu, aliye Baba, ambaye vitu vyote vimetoka kwake, nasi tunaishi kwake, yule wa Mwana mmoja Yesu Kristo, ambaye kwake vitu vyote vimeumbwa, na sisi tuna yeye huyu. Amen. Tunaendelea kuangalia mlinganisho wa dini mbalimbali zilizopo duniani, ambazo watu wengine wanaweza kuchukulia kwamba kuna njia nyingi ambazo zinatupelekea katika uzima wa milele. Lakini nilete kwenu kwamba kufuatana na maandiko na kile ambacho tunakiamini, kuna njia moja tu. Si kama jinsi ambavyo wengine wanasema kwamba kuna njia mbalimbali za kupeleka Rumi. Unajua kuna msemo ambao wanasema kwamba ukitaka kufika Rumi unaweza kupitia njia mbalimbali. Kuna njia unaweza kupitia huko, kupitia angani, kupitia baharini, kupita barabarani, lakini ukafika Rumi. Hapana. Hiyo filosofia ya kwamba njia nyingi zinatupeleka Rumi katika Ukristo, hiyo jambo halipo. Na tunaamini kabisa kwamba ni kwa sababu hiyo ndio maana tunasoma somo hili, tuweze kuangalia wengine wanaamini nini na sisi tunaamini nini katika ulinganifu, ili kwamba tunapolinganisha tujue kwamba hakuna njia nyingine ila njia ni moja tu ya Yesu Kristo pekee yake. Wengine wanaamini hivi, wanaamini vile, wanaamini vile, lakini bado tunasimamia kwamba tunaamini njia moja ambayo ni ya uzima, hii njia ni ya Yesu Kristo pekee yake. Kifungu ambacho tulikisoma cha Wakorintho mlango wa 8 ambapo tunaanzia, Paulo kwa uvuvio wa Roho Mtakatifu anaandika, na anapoandika anasema kwamba kuna miungu na kuna mabwana. Na hii maana yake kwamba katika ulimwengu, maana yake kwamba ni kweli anachojaribu kukileta ni kwamba watu wanaamini hivyo, na ndio ukweli jinsi ulivyo ambao hatuwezi kukataa. Hatuwezi kupinga kwamba kuna miungu na kuna mabwana kama jinsi ambavyo ulimwengu unaamini na unapotambua. Ndio maana tunawasoma mabwana wengine, ndio tunasoma hii miungu mingine, kwamba tunalinganisha sasa, tuangalie aliye Mungu wa kweli na ukweli uko wa mahali gani. Kuna njia moja pekee yake kwenda mbinguni. Filosofia au falsafa ya kwamba njia nyingi zinatupeleka mbinguni, hayo ni mafundisho ambayo yanajaribu kumpotosha mwanadamu katika fikra yake ya kutafakari kwamba ni kwa jinsi gani ambavyo anaweza kuendelea kuleta mafundisho ya uongo, na urahisi inakuwa ni njia ambayo pia inakuwa njia ya kupotosha. Ni kweli kifungu hiki Paulo anapoandikia kwa kanisa la Korintho anatofautisha au analeta kutofautisha kati ya Mungu wa kweli au Mungu wa kweli na miungu ya uongo ambayo ni miungu ya kipagani. Wapagani waliamini miungu mingi. Tusoma wiki iliyopita kwamba kule Athene waliamini mpaka Mungu mwingine ambaye hajui kwamba ni Mungu gani. Hawajui Mungu asijulikana. Kuna mabwana na kuna miungu wengi. Na tunapoishi katika jamii
watu wanaweza kukutana nao pia, lakini lazima tupate kusisitiza kwamba Baba pekee, Mungu pekee, kwa Yesu Kristo pekee ndiye aliye asili ya yote. Ndiye aliye Mungu wetu na ndiye aliye baba yetu. Kuna Bwana Mungu mmoja na Bwana mmoja, Mungu Baba asili ya uumbaji, ambaye aliumba vitu vyote na ambaye tunamwamini, ambaye akatupa pia maandiko matakatifu. Tunasema mafunuo matakatifu. Kila andiko ni pumzi ya Mungu na linafaa kwa mafundisho, kuwaonya na kuwaelekeza watu. Tumepewa uhakika kabisa, wala hakuna jinsi ambavyo tunaweza tukakataa hilo. Hakuna matokeo mengine. Ndio wenzetu tumesoma wiki iliyopita, tunaweza tukapata Waislamu wanaweza kutuambia kwamba kuna vitabu vile ambavyo vipo, lakini katikati ya vile vitabu ambavyo wanaamini kwamba vipo, wakasema kwamba lakini hivi vimekuwa corrupt au kwa rahisi wa Kristo tumeviharibu. Kwa hiyo kitabu ambacho kinafaa zaidi ni kile ambacho kilitoka cha mwisho, ambacho kinaitwa ni Qur'ani. Tunaamini kwamba Mungu ametupa mafunuo katika neno lake na kila andiko ni pumzi ya Mungu. Tulisoma Wayahudi watasema kwamba hapana, vile vitabu vya kwanza vya Musa ndio vitabu ambavyo ni sahihi kwa ajili ya mafundisho. Hivi vingine ni maongeza tu ya Wakristo wameongeza. Ni watu wameongeza kile vitabu ambavyo vinafaa katika mafundisho ni vile vitabu vya Musa ambavyo ni Torati. Kwa hiyo maana kwamba sisi ambao tunapambana na Injili huku tunafanya makosa. Hapana, si kweli. Kila andiko ni pumzi ya Mungu. Vile vyote ambavyo Mungu ametupa katika vitabu 66 ambavyo ni kanuni ambayo imekamilika, vinafaa kwa ajili ya kutufundisha, kutuonya na kutuelekeza, ili kwa mtu wa Mungu au mkamilifu amekamilishwa apate kutenda kila jambo lililo jema. Kwa Kristo kuna Mungu mmoja tu, Baba ambaye ndiye asili ya vitu vyote, ambaye tunapaswa kumwamini, lakini pia tunaye Bwana mmoja peke yake, ambaye sio mwingine, ni Yesu Kristo pekee. Yeye ndiye njia, kweli na uzima. Mtu aende kwa Baba, huyo ambaye ni mmoja, pasipo kupitia kwa njia ya Yesu Kristo. Yohana 14:6. Yeye ndiye njia. Na kama unataka kwenda basi, kama ndio tunasema basi tunaenda rudi kwa njia mbalimbali, basi lazima uchague kwenda kwa njia ya Yesu Kristo. Tuko pamoja? Na lazima watu waelewe hilo, lazima kuwaeleze. Hata kama unashirikiana imani yako au kama unashare imani yako na Muislamu au unashirikiana imani yako na mpagani, mtu kabisa ambaye hana imani yote, hata wale wa asili, tunapaka dini za asili, lazima ulenge kumleta huyu mtu kwa Yesu Kristo. Ajue ni njia ipi ambayo ni sahihi, ajue ni njia gani ambayo yapasa kuipitia. Uinjilisti wetu wote lazima upate kumpeleka mtu kwa Yesu Kristo, wala sio kwa mchungaji, sio kwa dhehebu, wala sio kwa kanisa. Narudia hilo. So mara nyingi sana tumekuwa katika hali ya kufanya uinjilisti na kuwa katika hali ya kuvuta watu katika madhehebu au katika vikundi vya kikanisa. Yesu ndiye ambaye tunayemhubiri. Na Paulo pamoja na kwamba alienda madhehebu kanisa mbalimbali, akaenda Korinto, akaenda wapi, lakini kusudi lake ni kumhubiri Kristo aliyekufa na akafufuka na yuko hai na atakuja kwa ajili tena ya kuhukumu. Na wakatupa sasa wale ambao walitupitia mbele, wakiwa ni pamoja na viongozi mbalimbali ambao kanisa limejenga katika misingio, mitume na manabii, Yesu Kristo mwenyewe akiwa ndio jiwe la pembeni. Katika hilo ndio ambao tunamwamini. Je, tunaendelea sasa kufanya nini katika yale kumweleza huyu Yesu Kristo aliye njia, kweli na uzima? Tuendelee mahali ambapo tulikuishia wiki iliyopita, na ikiwa ni katika ukurasa wa 12 kama tunafuatana katika vitabu vyao au katika handouts ambazo tunawapa. Na hapo tunaangalia imani za Kiislamu, wanaamini nini, kwamba tuangalie kama wako katika imani ambazo upotofu wao uko wapi. Imani gani ambao wamepotea, na pale ambapo wamepotea, je, yatupasa kusahihisha katika hali ya namna gani? Imani za Kiislamu. Kama moja, tusoma kwamba kuna manabii, nishazungumzia baada ya manabii,
Tunapozungumzia baada ya manabii kwa haraka sana kutoka bila kurudia mahali pale, Waislamu wanaamini kwamba wanapozungumzia Mungu amezungumza kupitia manabii na mitume wengi wa karne nyingi, lakini manabii watatu muhimu sana ambao huwezi kuwasahau, ambao pia ukikutana na Muislamu lazima atakwambia hapa. Na kwa sababu tunasoma sasa ulinganishi wa hizi imani, lazima nao wapate kufahamu ili kwamba unapoongea naye, unapojaribu kushare imani yako au unapojaribu kumwambia habari za Yesu Kristo, atakuambia tunayo Isa, tunayo habari ya Isa, na anapokuelezea habari ya Isa unaweza kujiona kwamba ni rafiki yako au ni mwenzako. Ataona Isa ni majina tu tofauti, tunatumia jina la Kiarabu, jina tunatumia la Kiyahudi. Kwa hiyo jina ni lile lile moja, hata tofauti. La Kiyunani tunakwambia kuna Isa, kuna Yesu, kuna Yoshua, kuna Jesus. Sasa jina moja ni lugha tu zinatofautiana. Akikwambia hivyo usikubali. Kwa nini? Sisi Yesu ni zaidi ya nabii. Sio nabii, ni zaidi ya nabii, ni Mungu. Mwana wa Mungu, ni Mungu kweli 100%, asilimia 100. Yeye atakwambia tu ni nabii kama manabii, na ndio jinsi ambapo yule mwanamke pale kisimani alipokutana na Yesu Kristo, yamkini wewe ni nabii, yamkini ni nabii. Mwanzo aliona ni Myahudi, wewe Myahudi umefanya nini? Mbona nataka maji kwangu? Akaacha kusema ni Myahudi, yamkini ni nabii. Baadaye sema inawezekana ni Kristo. Imani iliongezeka. Sasa ni vizuri pia na wewe unaposhare imani yako na mtu ambaye amwamini Yesu Kristo, umfanye mpaka aamini kwamba huyu Yesu Kristo ni zaidi, si nabii peke yake. Wewe unataka mimi na manabii watatu muhimu sana. Na nabii Musa, nabii Isa na nabii Muhammad. Na Muhammad anasema ndiye nabii wa mwisho ambaye yeye ni mkubwa kuliko wale wengine wote. Yeye ndio alifunika wengine wote. Mara baada ya yeye kuja, wale wengine walikuwa hawana muhimu tena. Kama tunasema kuna manabii wengine ambao wanaweza kutajia manabii karibu 30, lakini kwa haraka tuliwazungumza kilopita, na Haruni, kuna Ibrahim, na Adamu, kuna Adamu na Daud, Ishak, Elisha, Ayub, Yahya, Yunus na Noa. Tafsiri zake Kiarabu na Kiingereza au Kiswahili zimewekwa katika mabano, kwa hiyo jaribu kufuatilia. Tunazungumzia habari, wanaamini kuna imani kuhusu habari ya malaika na pepo wachafu. Wanasema kwamba ni kweli kuna malaika katika mafundisho ya Kiislamu kama jinsi ambavyo nasi tunaamini pia kuna malaika, lakini pia wanaamini kabisa kwamba malaika mkuu ambaye ni malaika wa utumishi, ambaye ni malaika mkuu ambaye alitokea Muhammad na kumletea mafunguo ya Qur'ani, anaitwa malaika Gabriel au Jibril. Na wanaamini ya Shetani kwa ni mmoja wapo kati ya malaika ambao alianguka, na mara baada ya kuanguka akaanguka na wenzake na akaitwa jini. Hao malaika wawili wana sifa kubwa sana. Jibril kwa sababu kutoa maandiko, lakini Shetani ambaye ni malaika aliyeanguka anatajwa vibaya, kwa wema, lakini anatajwa, lakini pia anasifiwa kama malaika. Sisi tunawatambua pia hivyo. Tunatambua kwamba kuna malaika, nilisema kuna malaika watatu muhimu sana. Kwa kwanza Angel ambaye ni Michael, mwingine Gabriel na Lucifer. Lucifer of course is fallen angel. Yeye alianguka kutokana na kiburi chake, akaanguka na theluthi ya malaika ambao akaanguka nao wakaitwa sasa ni mapepo. Ambao tunasema kwamba tunaye shetani mmoja na mapepo wengi. We have one devil with many demons. Hai pepo one demon, one devil and many demons, wale ambao walifuatana naye wakaanguka. Lakini katika hali hiyo nasema kwamba mwanadamu anakuwa na malaika wanaorekodi matukio. Tulizungumzia pia kwamba kuna malaika ambao wanarekodi matukio, wanavyoamini kwamba kwenda kwao, kumaliza kwao maisha hapa duniani ili uende mahali pazuri. Wanaamini kuna maisha baada ya hapa, uende mahali pazuri au mahali pabaya, inategemea jinsi ambavyo hawa malaika wawili watafanya recordings zao. Malaika wa kurekodi mambo mazuri, malaika wa kurekodi mambo mabaya.
Kila ukifanya jambo baya malaika anaandika, ukifanya nzuri anaandika, kama kubalance. Sasa jipime mwenyewe. Kwanza unapoamka asubuhi, kama kweli ni msingi huo wa Kiislamu. Tuachilie mambo ya neema ya Yesu Kristo. Tuachilie msingi huo wa taratibu za Kiislamu. Mpaka ulipoamka asubuhi ukaenda morning devotion, morning prayer, morning glory, morning ukaenda nini mpaka sasa hivi. Kama ni recordings, ni nani ambaye anaongoza? Kwa honest tu. Yaani kama ni rekodi malaika wanarekodi baya zuri. Kwa sasa hivi nani anaongoza? Ndio maana tunaamini wokovu kwa neema. Wala si kwa matendo mtu yote asiye kujisifu. Tunaamini kabisa kwamba kufuatana kama tukiendelea katika utaratibu wa kuandika matukio au matendo, hata yanakuwa lazima ni mazuri, kwa Mungu ni machafu sana. Unajua unaweza kufanya jambo jema, ukasema mimi nimefanya jambo jema kabisa, lakini Mungu anavyoliangalia bila Yesu Kristo anaona ni uchafu. Haki yetu ni kama manguo machafu ambayo anasema ni safi, nimefanya jambo jema. Na kumbuka kwa Waislamu wanapenda sana mambo mema. Ndio maana yeye yuko tayari hata kama labda ameiba kitu kwa iba kwa ajili ya kumsaidia mtu asifanye jambo jema. Si nimeiba kwa ajili ya kusaidia. Nimefanya jambo jema, yani nimefanya kitu ambacho because the end justifies the means. Mwisho unahalalisha jambo limetendeka na magani. Kwa Kristo habari kwa mwisho. Wanaweza kusema kwa sababu nilikuwa nina nia nzuri, hata nilipofanya jambo hili nilifanya kwa sababu mwisho wake nilifanya jambo jema. Nasema kwamba malaika mmoja anasema huyu jamaa amefanya jambo zuri sana. Ndio yule mbaya aliandika ubaya, lakini mwisho ataandika wema kwa hiyo atakuwa justified. Lakini nasema baadhi wanasema malaika wabaya wanapatikana mara nyingi, mapepo yanapatikana kama maeneo ambayo yanataja. Lakini tulisema kwamba kuna huyu Muhammad ambaye ametabiriwa katika Biblia, ndio tumeishia hapo sasa, tunaanzia hapo. Wanadai kwamba kuja kwa Muhammad kulitabiriwa katika Biblia, na tusome katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati mlango wa 18, ni mstari kati ya mstari ambayo ina debate kubwa. Kumbukumbu la Torati 18 na wenyewe tunasema kwamba huyu ndiye ambaye ni Muhammad ambaye anatabiriwa mahali hapa. Wanadai kwamba kuja kwa Muhammad wale wanaofuata mtume nabii wa watu wa kawaida ambao wanamkuta ameandikwa pamoja nao katika Torati na Injili. Pinga sura 7 mstari aya ya 7, na wanashikilia kwamba huyu nabii aliyeahidiwa kama rejeo la fariji ambaye ni Roho Mtakatifu. Kwa hivyo sisi katika majilio ya Injili anasema ni katika Kumbukumbu la Torati 18, mimi nitawaondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zao mfano wako wewe, nami nitatia maneno yangu kinywani mwake, naye atawaambia yote nitakayo muamuru. Na hii peleka katika kitabu cha kuna bala kwa reference kwamba ni katika Roho Mtakatifu. Ni katika kitabu cha Matendo ya Mitume hii ambayo pia bali imetajwa ya huyu nabii ambaye aliahidiwa. Matendo ya Mitume hasa kwa mlango mlango kwa sababu wale kusema nabii ambaye aliahidiwa sio 25 tofauti kidogo. Lakini anyway, cha msingi cha kufanya najaribu kuangalia nabii ambaye aliyetabiriwa au aliyeahidiwa. Context yake inasema kwa bwana mmoja ambaye nilidebate naye au niliargue naye ambaye ni Muislamu. Anachokichukulia mahali hapa anasemaje? Anasema nitawaondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zao mfano wako wewe. Yaani hapa kwa mfano mnapozungumzwa alikuwa anazungumzwa na
na Musa. Kama ni Musa, ndugu yake na Musa atakuwa nani sasa? Kozi au Israel, ndugu yake na Israel. Israel ndugu yake na Israel. Habari ya Yakobo. Kwa kama ni Ishmael, maana ni kwamba katikati ya uzao wa Ishmael, katikati ya uzao wa Israel, kama kuna line mbili tofauti, kuna line ambayo ni line ya Israel, kuna line ambayo ni line ya Ishmael. Hao ndio ndugu. Hao ni ndugu wawili hao. Sababu ni ndugu, ndio maana kwamba atatokea nabii miongoni mwa ndugu zako. Yaani katikati, kama kuna Yakobo, basi ndugu ya Yakobo atakuwa ni Ishmael. Kwa katikati ya Ishmael atatokea nabii. Lakini ukijaribu kuangalia mstari, hauna jinsi ambapo unalenga reference kwa Ishmaeli hata kidogo. Ndugu ambaye anazungumzwa mahali hapa katika uzao ambao anazungumzwa mahali hapa, kwanza analenga moja kwa moja kwa nabii mkuu ambaye atakuja baadaye, ambaye sio mwingine ni Yesu Kristo peke yake. Kwa katika ile lazima tupate kujua kwamba ndio wakasema kwamba alitabiriwa, na wakasema tena kwamba huyu ndiye ambaye ameandikwa pia kama mfariji, ambaye mara baada ya Yesu nitaleta mfariji ambaye atakuja na huyo ndio sio mtaingia na huyo mfariji, lakini tunasema basi tunataka Roho Mtakatifu. Sababu ya mabishano haya yote ni kwamba Muislamu anakanusha kwamba agano la Mungu kwa Ibrahimu liliwekwa kwa njia ya Isaka. Nasema kwamba hapana, sio Isaka, mwana wa Abi. Wanaamini agano lilianzishwa na Ishmaeli, na kwa hiyo Masihi aliyeahidiwa atakuja si kupitia Israeli bali kupitia Ishmaeli ambaye ndio sasa Muhammad. Kwa hiyo sio kwa maana ile line ambayo wenyewe wanaichora, ile line ya kuletwa kwa mkombozi au kuletwa kwa nabii huyo ambaye amekuja, ajaje kwa kupitia line ya Isaka, ila amekuja kupitia line ya Ishmaeli. Lakini tuende katika kitabu cha Wagalatia. Ni kweli tunaamini kabisa kwamba kuna uhusiano mkubwa uliopo kati ya Wayahudi, Waislamu na Wakristo katika hali ya kutambua asili ya Ibrahimu. Tunapoangalia Yerusalemu, tunapoangalia Uyahudi, lazima tuangalie Uyahudi katika sura ambayo mwisho wa Mungu katika utendaji atatenda kutumia taifa la Israeli. Na Israeli inakuwa katika hali ya kutambulika katika hali namna hiyo. Katika kitabu cha Wagalatia mlango wa 4 mstari wa 22 na 23 kwamba na pia mstari wa 21. Wagalatia mlango wa 4 mstari wa 21, 22 na 23, niambieni ninyi mnaotaka kuwa chini ya sheria, je, hamuisikii sheria? Kwa maana imeandikwa ya kuwa Ibrahimu alikuwa na wana wawili, mmoja wa mjakazi na mmoja wa muungwana. Lakini yule mjakazi alizaliwa kwa mwili, yule wa muungwana kwa ahadi. Soma katika Kiingereza hapo kuna watoto wawili wanaozungumzwa. Tunakuwa tunazungumzia uhusiano uliopo kati ya haya makundi matatu ambayo tumeshasoma. Tumesoma kundi la kwanza opposing Christianity kama kawaida tunafahamu. Tunaposoma Uyahudi, tunaposoma Uislamu, hawa wote ukijaribu kutafuta asili yao inaenda kwa Abrahamu. Lakini baada kwa Abrahamu, kwanza mmoja ni katika njia ya mwili. Na katika njia ya mwili tunasema ni Ishmaeli. Ishmaeli ni mtoto wa Ibrahim kwa njia ya mwili, ambao sisi hatuna habari ya mwili. Hatutendi jambo lolote katika njia ya mwili. Lakini wakati huo kuna mtoto ambaye ni wa Abrahamu kwa njia ya ahadi, ambao ni Wayahudi sasa, Jews. Ambao ni nani hapo? Isaka. Isaka ndiye amezaliwa katika njia ya ahadi, ambao ni mwana wa Mungu, mwana mdogo ni mwana mjakazi. Wakati huo kuna watu ambao ni Wakristo, ambao ni wana wa Abrahamu kwa njia ya imani. Kwa sababu kuna njia ya mwili, ambao njia ya mwili hatuna cha kufanya na matendo ya mwili, kwa sababu mwili wenyewe unapambana, mwili hatuna haja ya mwili wenyewe ni mdhaifu. Lakini pia kuna wale ambao yule ambaye Mungu aliahidi kwamba kwa kupitia huyu ndiye ambaye mataifa yatabarikiwa, na akawa ni mwana wa ahadi, ambao ndio line ya nani? Line ya Isaka. Kupitia Isaka ndio tunapata ukombozi, moja kwa moja tunapata Masihi ambaye ni mkombozi Yesu Kristo. Lakini sisi sasa wa Kristo ni wana wa Ibrahimu kwa njia ya imani. Wale wote ambao tunamwamini
tunafanywa kuwa wana wa Ibrahimu kwa njia ya imani. Kwa hiyo wakichukulia msingi huo, basi tunajaribu kujua kabisa kwamba wanaposema kwamba wao ndio wana usahihi, si usahihi, kwa sababu wanachukulia katika hali ambayo ni tofauti na jinsi ambavyo neno la Mungu limetuagiza au jinsi ambavyo tuna maagizo. Wanasoma kifungu kimoja na wanaacha kifungu kingine. Kama nilivyosema wiki iliyopita, hawatasoma nyaraka za Paulo kabisa. Sababu nyaraka za Paulo zinatuelekeza habari ya huyu mwana wa ahadi, habari ya tofauti iliyopo kati ya Ismail na tofauti iliyopo kati ya Isaka. Kwanza wale pengine Paulo anasema kwamba huyu mwana wa ahadi hawezi kukaa na huyu mwana wa kijakazi. Huyu lazima apate kuondoka. Kwa lazima, maana mwanzoni kabisa Abraham aliambiwa muondoe huyu mwana wa kijakazi ili kwamba asije akaleta shida huyu mwana wa ahadi. Mungu mwenyewe alitamka. Na kama Mungu alitamka, maana yake ni kwamba kuanzia pale mwanzo Mungu alimtenga akamweka pembeni. Pamoja na kwamba kweli Mungu alikuwa na mpango na yeye. Sababu tukisema kwamba ndio, pamoja na hivyo alisema atamfanya na yeye kuwa taifa, lakini sio taifa katika ahadi na mpango wa Mungu wa ukombozi. Alimwacha akawa mwana wa mwili katika ile ya kimwili, akabakia kuwa katika hali ya kimwili kama jinsi ambavyo aliendelea kuwa. Ni kweli kwa katika na lazima tukubaliane kwamba Muhammad hata kama watamsema ametabiriwa, lakini sio yeye. Hilo wanachukuliwa kwa sababu ya jinsi ambavyo wanatamani walina anapotaka kwamba ipate kuwa kwa ajili ya mafundisho yao. Watabadilisha mafundisho ambayo ya msingi ili kwamba yaendane na kile ambacho wao wanatamani kipate kuwa. Taratibu zingine ambazo zipo katika taratibu muhimu ambazo zipo katika dini ya Kiislamu ambazo pia ya kupasa kuzifahamu. Pamoja na kwamba tunasoma misingi yao ya imani, manabii, malaika na yule ambaye anaitwa Muhammad, tuangalie mambo mengine ambayo ni muhimu ambayo yapo katika kuamini. Kwanza kuna kile ambacho kinazungumziwa, nguzo tano za Kiislamu. Ningeomba tu uzifahamu. Sawa eh? Ukizifahamu sababu tunazungumzia, tunafundishana hivi, tunatoa mtihani. Ndio zingine naona uchungu sana kutoa mtihani, kitu ambacho baadaye inawezekana usifanyie kazi katika maisha yako. Haini vizuri kufahamu, kwa sababu unapokutana na Muislamu, unapotaka kushare imani na Muislamu, ukawa unafahamu kama jinsi wenyewe wanafahamu Biblia sana. Kuna watu sasa wanafundishwa Biblia lakini kwa makosa. Mungu anatusaidia. Wanafundishwa Biblia ndio maana wanafahamu habari ya Roho Mtakatifu, wanakuambia habari ya Roho Mtakatifu, lakini katika hali ambayo ni ya kimakosa wanakuambia habari ya Yesu Kristo katika hali ambayo ni ya makosa. Watafundishwa kabisa kwamba Yesu Kristo alikufa msalabani. Walipokuwa wamebebana msalaba, ilifika mahali Yesu akapita pembeni, alafu akaja kimuingiza tu, alafu Mungu akamfanyisha mwingine akapata yule msalabani. Sio Yesu alipiga msalabani. Sababu alikuwa ni nabii mkubwa sana wa Mungu wa Yesu. Ni wa Kristo nyinyi Mungu Yesu gani Yesu gani? Mnasema Yesu ameteswa msalabani, haiwezekani. Haiko vile ndio wazuri wa sisi. Ndio kwa Mungu mwenyewe anazungumza wenyewe. Yaani wanamwonea Yesu huruma zaidi kwamba ni wa Kristo mnasema yaani Mungu Yesu nabii Isa akapigwa msalabani, haiwezekani. Mungu alimuokoa na akapaa mbinguni. Aliyepigwa msalabani pale either ni Yuda Iskariote. Na kama sio Yuda Iskariote, basi wakati yule jamaa alipomsaidia kubeba msalaba, ni maana alibeba mpaka mwisho akaenda kupigwa msalabani Simoni Mkirene. Kwa hiyo sio Yesu. Wanasoma habari zote hizi. Wanasoma habari za kikanisa, wanasoma habari hizi, yale mambo ambayo tunayafanya kwa ni vizuri na sisi tukasoma, ndio maana hii kozi ipo. Ili kwamba pia uweze kuwafikia na kile ambacho tutakwambia tunaamini hiki na huko na kumbe naona fahamu kidogo. Nguzo za Uislamu na pamoja imani, ukiri wa imani ambao wanaita ni shahada au kalima. Na ukiri wa imani ni kitu muhimu sana. Ili uwe Muislamu na utambuliwa kuwa ni Muislamu kweli, lazima kwa wazi na audibly, kwa kusikiwa, ukariri na kusema maneno la ilaha illa Allah. Nimesema la ilaha illa Allah wa Muhammadur Rasulullah. Sio? Yaani haya maneno naomba fulani. Haya maneno wakati mwingine na Wakristo tunajaribu kuyasema, lakini Kiislamu ni maneno muhimu sana. Naomba sentensi. Kwa mwalimu wangu ambao mtaka mmoja kitafuta bado la Biblia msipata. Haya maneno na Hans Kunga ambaye ni mwandishi ambaye amelinganisha makanisa dini kwa ibada za kilimwengu, anasema haya maneno ni maneno ambayo unaweza kuyasema kwa utani. Na
Na sasa hiyo Kristo tunapokutana, unaweza kuyasema maneno kwa utani, lakini ukisema hili neno mbele ya Muislamu, yeye anapata thawabu. Kwa tayari umefanya nini? Umefanya ukiri. Kwa hiyo kuna maneno mengine wakati mwingine kwa yatamka usio mwepesi sana wa kweli. Hata kama ni utani, lakini wewe unaweza kuzungumzia kama utani, lakini kwake anamaanisha kwa sababu ni shahada. Ni kitu ambacho cha msingi katika imani. Kwa hivyo ukisema vile, maana kuna malaika wanajua kwamba nimeshapata mtu mmoja, kafiri mmoja nimeshampata. Ameshakiri kwamba hakuna Mungu ila Allah na muamini ni mtume wa Allah. Wewe ukisema hivyo tayari, unasema ni utani. Kuna wengine ambao ni ya Kiislamu wanapenda kusema sana siku hizi ya msiba. Nasemaje ni ndio? Maana yake sasa tunasema kiutani au nasema ni utani tu, nasema tu kwamba na mimi nisikike na leo Kiarabu au Kiarabu. Hapana, ni ukiri. Nasema tena, wanasema kwamba hakuna Mola isipokuwa Allah na Muhammad ni mtume wa Allah. Hebu fikiri useme hivyo mbele ya Muislamu, anasikia vizuri sana. Kama unazaliwa kama zawadi, kwa sababu tayari umeonyesha ile shahada, ile ule ukiri wa imani, kalima ile ambayo wanaamini kwamba huyu ametamka kwa kinywa chake. Kristo tunaonaga haya Injili ya Yesu Kristo. Mara nyingi sana hatupendi kuwafanyia watu wapate kukiri kwa wazi, lakini vyema pia wakati mwingine unapoendesha mtu kama mtu ni mwamini Yesu Kristo, ni vyema awe kufanya ile public declaration. Ukiwa wazi, wewe sio kwamba ni Mkristo tu wa siri. Sio Mkristo wa siri. Kwa Mkristo ambaye una declare. Na ndio maana tunasema kwamba kunakuwa na ubatizo na ule ubatizo kwa public declaration. Sio ubatizo wa siri. Tunasema lazima ubatizo kwa ofisini. Muulize kwa nini unataka ubatizo ofisini. Lazima public katika ibada ambayo watu wote wanaona. Na umedeclare kwamba kuanzia leo mimi nani ni Mkristo, na pale una maneno ambayo utayatamka wakati wa ile tendo la kubatizwa na kupokelewa. Utafanya maneno ambayo yanadhibitisha na yanaonyesha wazi kwamba mimi nimekuwa muumini wa imani hii. Muislamu ni lazima mtu aseme hili kwa sauti hadharani ili awe Muislamu. Inarudiwa mara kwa mara kwa kila Muislamu ambaye ni mwaminifu. Kitanema hii sana lazima atamke maneno. Unataka kutamka? Ndio. La ilaha illallah wa Muhammad rasulullah. Sio lazima. Sawa, siwezi kukaririsha. Sitaki nimesema tu kwamba upate kutambua kwamba unapokutana na mtu akisema hayo maneno, unajua afanye nini? Ameweka ukiri. Ukitaka rafiki yako amesema hivyo ndio kwamba huyu tayari huyu sio mwenzangu. Allah si kubali. Kwa wanaposema muona ni mmoja, hakuna mmoja isipokuwa Allah. Yaani huyo Allah ndio Mungu wao. Hapa wanaambia usema kwamba kuna nini? Kuna miungu mingi na unamwona wengi. Sasa wenyewe wana Mungu wao ambaye huyo anaposema Allah ni tofauti na anaposema Yehova. Anaposema kwa Mungu wetu na muamini. Ni vitu viwili tofauti. Kwa sababu ibada ambazo wanapewa na taratibu ambazo zinafanyika kule ni tofauti kabisa. Kwa hiyo lazima pia tuwe makini ile kutambua kwamba ndio wewe unasema Allah ni Mungu kama tunavyosema Mungu mmoja na ni monotheistic na wanaamini Mungu mmoja, na wanapokutana kule Israel unapopanda pilgrimage. Wanapenda pilgrimage wale ambao wanapenda kwenda kuhiji kule Israel nchi takatifu. Wanasema wanakutana na watu watatu wote. Nimesema pale mwanzo ni kwamba wanaamini kwamba baba yao ni nani? Ibrahim, wote kwa pamoja wanaenda. Tafuta Muislamu pale kuna Al-Aqsa, msikiti ambao wanakuwa katika hali ya kwenda kusali pale. Lakini hapo unakuta kuna Wayahudi ambao katika ule ukuta wa kulilia Wailing Wall, Western Wailing Wall,
wanakuwa katika hali ya kulia na kuomboleza na kulia. Lakini hapo pembeni unakuta kuna Wakristo na wenyewe ambao katika Garden Tomb kuna kanisa au sepulchre wale katika kuna kanisa la Wakristo la Roman Catholic na pia kuna Protestant wale tu. Kwa maana wao katika hali namna hiyo wanakutana kwa pamoja, lakini pamoja na haya yote hawamwamini Mungu mmoja. Vinginevyo wangekuwa wanakutana katika hali ya kumwabudu Mungu mmoja kwa pamoja. Hawakai kwa pamoja. Atakuwa Al-Aqsa msikitini, atakuwa kwenye wenu wao Myahudi, na atakuwa kwenye Garden Tomb wale ambao ni Wakristo. Kuna utofauti mkubwa sana. Hakuna habari ya kusema kwamba kwa sababu ni monotheistic kwa wanakutana katika waabudu Mungu mmoja. Ni Mungu ambao ni tofauti. Kwa hiyo Allah ni tofauti kabisa. Cha msingi cha kufanya kama unataka kumpa ushuhuda mzuri katika imani au katika shahada, mwambie hakuna Mungu ila Yehova peke yake na Yesu Kristo ni mwana wa Mungu aliye hai. Ukianzia hapo unaanza hata kuelewa wewe mmoja atakuwa na mwingine atashuka. Kwa hiyo lakini au umesimamia nini? Umeshuhudia shahada yako au umeshuhudia kile ambacho unaona kiamini katika ukiri wa imani, ndicho ambacho ni sahihi. Kuhusu sala, ibada zao za maombi, salat, swala kama ibada ni muhimu kwa Muislamu mcha Mungu. Mbona nani? Uko swali? Agora peguei. Agora é mentira. A muda de guarda. Wewe unakuta hapa kero unakuta paka gala mama. Sio kama ni suku wengine wanapaka nani unachukua na kama watu chomesi hapa. Lakini wale kwenda kwa swali. Sababu yeye kuna mshindi chini mpaka unaona masuku hapa. Hebu angalia Muislamu bali mzuri unakuta na alama. Sababu gani? Taratibu za ibada ambazo mara 5 kwa siku, na pia katika ratiba na utaratibu ambao umeupangilia vizuri, ambao unaendana katika taratibu ambazo umeziweka. Na sala ya asubuhi baada ya alfajiri, kuna dhuhuri, mchana, kati ya mchana na macheo alasiri, jioni al-magharibi, na saa 1 baada ya macheo alasha. Isha wakati isha bora sema isha au isha. Kwa hiyo kuna hizo ambazo wanaenda katika utaratibu. Na kumbuka anasema hivyo kwa sababu pia narudia tena kwamba wao kutunza sheria ni jambo ambalo ni wanapata thawabu. Unapokuwa katika kutunza matokeo au kutunza sheria, unapata thawabu kwa kile ambacho unakuwa katika hali ya kutekeleza. Maana nyingine basi ni kama vile unapokuwa kwamba sasa hivi ninaenda, sasa hivi ni wakati wa ibada wa sala, watu wanakimbia kabisa kwa ajili ya kuwahi. Unapowahi unapata thawabu. Mkristo kumekuwa kisi kingine pale na inagongo, ndio kwanza anaanza kutuma message kwenye simu, anaanza kuchati na nini, anatafuta na hakuna kitu kinachonikera. Narudia tena, hakuna kitu ambacho kinikera kama muda wa ibada umefika kwa Mkristo ndio kwanza hata hajapata. Hata hajapata. Unajua kisa muda saa 4 baada ya kia. Muda saa 4 na dakika 10 bado unakuta kwanza ndio hata hajajiandaa, hajajua hata atakao mtu gani. Ikifika saa 4 na dakika 20 na dakika 15 tena nusu ndio unakuta haya sasa taratibu. Ikifika unakuta mahubiri yameishia. Kumweza kwa sababu kwamba labda ukawa mwanzo mpaka mwisho is too boring au inachokesha. Wenzetu kwa matendo wanakimbizana kweli. Ndio maana kama kweli unapata wokovu kwa matendo, Waislamu wana wokovu. Kwa jinsi ambavyo wanatunza sheria na kupambana kufanya matendo yaliyo mema. Niliwaambia tena kwamba last time niliwaambia tulipoanza introduction ya Waislamu. Ni kitu ambacho nimekishuhudia kwa macho yangu, si kitu ambacho nimeambiwa. Kita pale na maka boda. Nabadilisha fedha. Nampa pesa ambayo inampa faida kwenye biashara yake. Imefika muda wa swala, nani mwanzini huko ameita watu kwamba kwenda kuswali. Ule muda umefika, hawasoma na msikitini. Wafanya na msikitini. Anageuka huko nyuma kuna chumba ambacho amegeuka kwa ajili ya ibada.
Kwa anafunga biashara yake, anafunga kila kitu, hata kama wateja wako hapo nje, atawaambia subirini. Ni muda wa ibada. Subiri dakika chache niende baadaye kwanza. Ataingia, atafanya ibada, atarudi, atakuja kuendelea kuishi. Ajali kama utaondoka na faida yako, lakini najua kwamba anayemtumikia ambaye ni Allah atampa faida ambayo ni kubwa zaidi. Mkristo mwache mteja kweli hapa, hata kama ni mabiko tayari siende baadaye leo. Ili nipate biashara ya siku leo. Kwanza leo biashara ni mabili, ndio biashara ya ubili kubwa. Nasema kwamba hapana, sasa niko na wateja wengi walikamata. Kuna wateja walikuja wengi asubuhi. Kama ni kule tunafanya biashara. Unasahau. Kama unajua wakati mwingine Mungu anaweza kuleta wateja kama jaribu. Kama utashinda ni jaribu au utakula. Mungu anaweza kuleta hata marafiki saa nyingine kama jaribu. Muda kujiandaa kwenda ibadani, anakuja rafiki yako ndo ametoka safari kutoka Mwanza, amekuja kutembelea. Wewe tu sio kutoka safari ya mbali, nikae tu hapa nyumbani. Inawezekana pia jaribu ambalo Mungu ameleta. Kwa hiyo utamheshimu yeye au utamheshimu rafiki. Biblia tuwe makini katika hali ya kumtambua Mungu na kumpa Mungu nafasi ya kwanza. Wanatunza ibada na hizi ibada zinafanyika katika utaratibu wa Mungu. Wajisa wamesema kwamba mara 5 lazima waonekane katika msikiti, na ndio maana sasa kama mara 5 wanapigiza vitu chini. Sema usiku utatokea. Kwa sisi wa Kristo kuna mhubiri mkamona maombi mmoja tu ambaye yeye aliomba mpaka magoti yakawa na sumu. Sidhani kama sisi tunasubiri magoti hapa kwa kaburi. Ni pamoja na mimi, sio ndio tunazungumzia. Sio. Ndio siku ya magoti kwa sababu gani? Kneeling for prayer. Kupiga magoti kwa ajili ya maombi. Sio maana ngaka ambao tunasuku kwenye magoti kwa sababu ya kupigia magoti kupigia mbele. Kwamba naenda kulia mbele za Mungu kupiga magoti. Paka na kunakuwa na sumu, yani kunakuwa na kidonda kinapona kinakuwa sumu. Kwa ajili ya Mungu. Mwabudu lazima asome sala zilizoamriwa, sura ya kwanza na machaguo mengine kutoka kwa Qur'an kwa Kiarabu, wakati Kaaba huko Maka kiangalia. Hadithi, kitabu cha hadithi imezigeuza swala hizi kuwa utaratibu wa kimakenika au kusimama, kupiga magoti, kunyosha mkono juu na kadhalika. Kuna taratibu ambazo tumeziweka. Hizo taratibu zote ni mechanically zinakuwa katika hali ya kufanyika na watu wameshakariri. Unakata mbona unatakiwa usimame, upige magoti, upige fundi, ulale chini, usimame na kitu. Unakuwa katika taratibu zile ambazo wenyewe wameziweka katika vitabu vyao vya hadithi na mapokeo ambayo yanakuwepo, lakini katika la maana naamini kwamba ndio ibada inafanyika. Kama tunyi wa Kristo wenyewe mnayokuwa na liturujia sema kwamba simama tukiri mara ya mitume, tusimame tuungame, tusimame tunasome. Na nyinyi pia mnafanya hivyo. Kwa hiyo tusiwacheke sana bwana mnafanya hivi. Lakini pia lazima lazima tucheke sana. Bwana mnasimama hivi. Bwana simama na yeye hivyo kwa nani anafanya. Tunataka kutimba mtazamaji. Wito wa sala unasikika kwa muadhini ambao ndio wa Kiislamu wanatolewa kutoka kwenye mnara unao minaret. Mara nyingi sana unakuwa katika sehemu ya msikiti, lakini kuna mnara ambao uko juu na kama unaona home speaker, ndio home speaker inakuwa bila kutoa sauti ambayo tasikika sehemu mbalimbali kwa ajili ya wito kwa sasa hivi ni wakati wa ibada. Nakumbuka kuna mwazini mmoja ambaye kuna lalaga mahali fulani jirani na msikiti. Vile nataka kuchemsha kama unaamka mapema na ile mwazini wa asubuhi akianza, kama unachelewa na maombi kwa ajili ya kuogopa demerit, utaamka tu sauti ya mwazini atakuamsha. Na pia anaamkaga kabla yake. Hata swala na mimi nasema maneno ambayo sasa ya kuogopesha. Sio kitanda ambacho umekilalia. Kitanda ambacho umekilalia itakuwa sanda yako kupeleka kwenda kuzikwa. Ulapo kiachie kitanda. Ndio hicho kitanda sababu ndio kitanda kupeleka kwenda kuzikwa. Ndio hicho kitanda na unaona maneno ambayo sasa hivi unajisikia ni kweli hapo bila na nadhani ni amka kwenye kitanda wewe ndio msikitini kwa swali.
Wanajengewa katika hali ambayo inawafanya wawe katika hali ya kuamka na kuheshimu na kutii kile ambacho kiko mbele yao. Kwa hiyo sio Kristo isikia ndio kingine Mungu ndio kwanza nilale vizuri kujiuza kwa Mungu. Hatuko serious. Neema imezidi. Je, fanye dhambi kwa sababu neema imezidi? Mungu anataka. Kwa nini tunafanya hivyo? Neema. Tunafanya Ukristo umekuwa rahisi sana. Tumefanya Ukristo umekuwa ni cheap. Sio cheap vile, sababu ilimgharimu Yesu Kristo kufa msalabani. Ilimgharimu Yesu Kristo kuteseka. Ilimgharimu Mungu kushuka na kupitia mateso ambayo ingepitia mimi na wewe. Sasa yale mateso ambayo Mungu aliyapitia, mimi na wewe ni rahisi. Fanya nini? Ni muamini. Na nikisha muamini, nitende yale ambayo sasa amekusudia kuyatenda. Ametaka mimi nipate kuyatenda. Tumeumbwa katika Kristo tupate kutenda matendo ambayo tangu awali Mungu alitaka kutende katika hayo. Inakuwa katika yale masikitiko. Kuona kwamba wale ambao tunatakiwa tuonyeshe sasa sisi ndio mwanga wa dunia, nuru, chumvi ambayo inatakiwa ivute wengi, taa ambayo inatakiwa ivute watu wengi, sisi ndio ambao tunawafukuza, tunaomba ndio giza. Kuna cheki na history na record kwa kwamba Uingereza sasa hivi na dunia Uingereza hiyo ni Christian country, sio? Kikawaida kabisa jinsi unasoma historia ya kanisa, ndio kwamba Uingereza iwe ni nchi ya Kikristo. Lakini sasa hivi Uingereza inageuka kuwa nchi ya Kiislamu. Ndio msikuzi ndio. Kama ndio tutakuwa kwa security kama ameongezea kidogo kwenye cha Yesu na pia na watu wao wanaongezea. Kwa trend na kuenda kwa muendelezo ambao unaenda sasa hivi. Katika hali inayoendelea sasa hivi, si tu kwamba umeingia mambo ya homosexuality, mambo ya lesbianism, mambo ya nini, mambo yote, lakini sasa Uislamu na ndio inaingia kwa nguvu sana katika dola zile ambazo ndio nasema ni dola ambazo ni Kristo. Kwanza wanaingia katika jamii kubwa sana. Ukristo wewe unashuka sababu kwanza maadili yanaharibika. Kwanza maadili yanapoharibika, unapoingizwa dunia katika Ukristo, watu wengi wanaona kwamba ni kupoteza muda. Huyu ambaye amechaguliwa kuwa askofu mkuu wa Canterbury, mama wa Canterbury ni mahali ambapo ni muhimu sana kwa kanisa la Anglican duniani. Ni kama unaposema Vatican ya Roman Catholic, Canterbury mahali muhimu sana. Mahali ambapo hapajawahi kuhusu katika ile kwa politiki, lakini sasa hiyo imepitwa mwanamke. Si tu kama ni mwanamke, lakini pia ni mwanamke ambaye ni malizima, sio pesa hivi. Na ndio kiongozi mkuu wa kanisa la Anglican duniani. Tunao yeye wapi? Sasa wale ambao ni Waanglikana ambao ni Wakristo wanaona kuliko kwenda hiyo mtu, ndio katika option nyingine. Wale ambao kwa serious wao wametunza tamaduni za zamani katika na ndio Kristo unaanguka sana. Pili, njia vile ambapo inaangusha Kristo na Uislamu kupanda ni kupitia uzao. Mkristo tabiwa mke mmoja mume mmoja, sio? Na mke mmoja mume mmoja, sengine hamna watoto. Sababu ya maisha kama hamna haja kuzaa. Akaa tu mbona kuja Kristo? Hivyo ndizo wenzetu wazazi tena wanasema kwamba hamna tena habari ya kuzaa, watoto wasema kwamba ukipata wawili mwisho maximum wawili wanaweza wawili maximum kwa sababu inawezekana ikatokea twins. Lakini mara nyingi sema ni mmoja. Na mara moja ikipatikana moja basi. Wenzetu Waislamu wake wanne na kila mke azaa watoto wengi iwezekanavyo. Alafu nasema kwamba Ukristo utapanda, yaani wana katika kila hali ndio maana Mungu is the fastest growing. Ndio dini ambayo inakuwa kwa speed. Katika hali ya kwanza Ukristo unashuka katika hali ya maadili, lakini pia wanatumia kila mbinu kwa ajili ya kufanya nini? Kuondoa Uislamu. Yezungumzia akasema tena ukijaribu kwenda, si utegemea kwamba tena umasaini kutoa Waislamu. Sasa hivi
kena mtu wa Mungu kule misikiti imejengwa. Kena kama unaona mtu wa misikiti imejengwa Umasai katikati. Na kwa sababu ukipata Masai ambaye ndio watoto kwa watu wanapenda kwa wengi sio. Ukataka tangiji wanapoingia kama Masai alikuwa na boma nzima ambao bado walikuwa na wake kama wanne, nasema hao ni Uislamu. Anakubariki kwa hivyo na watoto wao na familia yake wote ndio Waislamu wote. Na anawapokea kwa sababu kuna shida yote. Where are we going as Christians? Enendeni mkapea mataifa yote kuwa wanafunzi. Tumepewa agizo kuu, hilo agizo kuu hatujalitekeleza, badala yake kwamba tunazidi kuanguka, tunazidi kushuka na kushuka na kushuka na kushuka. Wanaamini ni kweli katika mambo ya sana na katika la ndio lazima tujue kwamba kwa kawaida zaidi dhana ya Uislamu ni kwamba sala ni kitendo, tukio la kimwili lenye miondoko iliyoamriwa na kufanya kama jinsi ambavyo imekaririwa. Lazima wafanye vile kama jinsi ambavyo imekaririwa na hawaendi kinyume na kile ambacho kinatakiwa kipate kufanyika exactly kamili. Msingi mwingine nguzo tano za Kiislamu. Lazima tunaomba tufahamu hizo zote sawa. Nguzo ngapi? 5. Ya kwanza ni imani au shahada. Ya pili ni salat au sala. Ya tatu ni kufunga Ramadhani au saumu. Waislamu waaminifu kufunga kuanzia alfajiri kabla ya kuchomoza kwa jua hadi machweo siku katika mwezi mtukufu au mwezi wa Ramadhani. Mwezi ambao kufunga na wanafuata kalenda ya mwezi wa siku 354 au 55 kwa mwaka, na mwezi wa Ramadhani ni wa siku 29 au 30 kutokana na masaa ambayo watakuwa wamefunga. Sababu inakuza kujitawala, kujitolea kwa Mungu, kujitoa kwa Mungu au kutoa kwa Mungu, na inasemekana kwamba ni sehemu ya kulipia dhambi ya mtu na kustahili mahali peponi. Kwa hiyo ni wakati muhimu sana, ni kati ya nguzo muhimu pia kwa Waislamu. Kwanza ile shahada ni muhimu, lakini pia kusali ni muhimu, lakini pia kufunga kwa ajili yako wewe mwenyewe. Ni faida yako mwenyewe kwamba kwa kupitia kufunga kwanza inakuwa ni sehemu mojawapo ya kujiwekea nidhamu, discipline yourself. Ndio maana hata wakati mwingine wa Kristo tunafunga, lakini funga yetu si tofauti na Waislamu. Wenyewe wanafunga kama sheria, kama utaratibu, kama sheria fulani. Na hiyo tunafunga kwa ajili ya upendo. Kwa katika hali fulani labda ni kipindi cha maombi na labda utajabu fulani ambao nataka nijiwekee tu nidhamu kwamba na watu sasa tunataka kufunga kwa ajili ya tukio ufunge ushabiki wa mpira. Mafungo yote unajua tu leo yake anacheza, lakini unaona kwamba leo na usoma Biblia. Yaani yake anacheza kabisa na Jackson na Joshua. Sipe anacheza kuna leo. Na leo ukifunga pale chumbani nisome Biblia chapter moja nimalize yote au kitabu kimoja nimalize chote. Ndio hali ya kujikana. Hali ya kujikana na kujitoa ndani kwa Mungu. Ndio wanaweza kufanya wenzetu au Waislamu. Wanafanya kwamba katika ile hali ya kujinyima kula, ungetamani kula chakula lakini anasema kwamba sili kwa sababu nataka tu nionyeshe kwamba nionyeshe Mungu wangu, nionyeshe Allah kwamba ninaweza nikakaa bila kula ili kwamba nimfanyie ibada. Kuna kitu ambacho tunakisema opposite negative. Nafikiri nikiwa hapo chini na ndio, lakini mara nyingi sana huwa tunawakritisize sana Waislamu kwamba wanabadilisha na mataratibu ya kula. Wala kula mchana na kula usiku. Nevertheless, pamoja na hayo yote lakini sio wamefunga. Hawafungi. Hawafungi. Ndio wanakula. Anasema kwamba ni njia mojawapo ya kwamba pia kile kipindi cha ule mwezi wa mfungo wanapata msamaha wa dhambi. Wale mojawapo kati ya njia pia ya kujitafutia hali ya kupokea msamaha wa dhambi, na kwamba wanastahili mahali pazuri peponi wale ambao wamefunga. Kwa rafiki yangu ambaye ni Muislamu akimaliza zile siku za kawaida anasema kuna bonus nyingine tena. Wanaongeza siku kadhaa. Hao ndio watu muhimu zaidi. Yeye anaongezea siku nyingine zaidi na anawekea ziada. Hao ni waaminifu zaidi. Muislamu lazima atangaze nia ya kufunga
kabla ya alfajiri ya kila siku. Kuna chakula au kinywaji kinachoweza kuliwa wakati wa mchana, na ndio maana ikaandika kwa wakati wa mchana. Maana unaweza kula usiku. Ndio. Ndio hapo wakati wa mchana. Hakuna kuvuta sigara au starehe zinazoweza kufurahiwa. Hamna kufurahia, kuna enjoyment during the time of Ramadan. Hamna zile starehe za kufurahia, ndio mambo ya Simba na Yanga, hamna mambo ya Simba na Yanga. Waislamu wengi hula milo miwili kwa siku wakati wa Ramadhani. Mmoja kabla ya jua kuchomoza na mwingine muda mfupi baada ya jua kutua. Muda jua kutua ndio nadhani ifutari na kabla ya jua kuchomoza ni daku. Mwisho wa mwezi huadhimishwa kwa siku ambayo inaitwa Fitri katika mwandamo wa kwanza wa mwezi. Ili hata hiyo unakuwa wamepewa udhuru ambao wao wasipofunga si tatizo, lakini mara nyingi sana Waislamu wote wanatakiwa wafunge. Siku ambayo udhuru ni mwanamke ambaye ni mzito, kozi askari ambaye yuko vitani, wazee ambao ni wanyonge, watoto ambao hawajafikia umri wa uzima, watu ambao ni wagonjwa, wasafiri, wanawake wakati wa hedhi na watu wengine ambao wana matatizo mbalimbali wanaruhusiwa kutokufunga. Lakini kiutaratibu kama kweli umeshatangaza nia, ameweka shahada kwamba wewe ni Muislamu, usipofunga unaonekana wewe ni mtu ambaye unaenda kinyume na utaratibu. Na ndio maana katika nchi za Kiislamu zote wakati mchana migao yote inafungwa. Restaurant hamna uwezo kupata restaurant, uwezo kwenda nchi ya Kiislamu mchana useme unataka chakula. Utaonekana ni mtu wa ajabu sana. Ni mtu wa ajabu, watakushangaa. Kubonda na mama. Sio? Utakushangaa sana. Kuna wakati fulani nilienda nimeshaenda Bukoba pale kwa mjini, kuna hoteli moja ambayo ni ya Kiislamu, napenda sana kula pale Kenya. Kwa wakati wa mwezi wa Ramadhani kaenda pale, nimeshafika kwa wale mahali fulani, yaani wale tushangaa. Yaani hata hamna dalili ya kwa familia wake. Hakuna. Wao funga uliza hivi tunasema. Wanajibu nasema ni Ramadhani. Ni mwezi mtukufu. Sasa tulio kutupa lengi wamefunga Ramadhani kumbe. Unaenda kuuliza chakula, hamna chakula. Wamefungwa. Ni mwezi mtukufu. Hawezi kufungua. Kwa hiyo kuna mchanga na wachanga na wanani wa Kristo. Piga pesa kwanza. Jali mwokoto. Hamna haja ya kujali mambo ya mwezi mtukufu. Vyakula vipo, biashara zipo, ni katikati ya mji. Yaani hoteli ambayo ni mgao ambao katikati ya mji ambao unategemea abiria watu wengi ambao wanafika pale wale na wafanye biashara nzuri. Lakini sababu ni mwezi mtukufu. Tafuta nini? Thawabu. Kwa matendo sisi neema. Lakini neema pia tunashindwa kuitumia ile neema ambayo tumepewa. Nguzo nyingine ya Kiislamu Ramadhani. Nyingine ni kutoa zaka au zakat na sadaka. Muhammad yeye mwenyewe alikuwa ni yatima. Wazazi wake walifariki mapema, akakuzwa na mjomba na bibi. Alikuwa na hamu kubwa ya kuwasaidia wahitaji. Sadaka hapo awali zilikuwa za hiari, lakini baadaye Muislamu alikuwa kutoa 140, sio 110. Hii ni 140 ya mapato kwa ajili ya maskini. Kuna sheria na kanuni nyingine za kuchangia kwa mazao, ng'ombe na sadaka, lakini sadaka za hiari pia zinaweza kutekelezwa. Kwa kuwa wale wanaopewa sadaka wanakusaidia mtoaji kupata wokovu, hawahisi kuwa ni deni kwa mtoaji. Kinyume chake, wajibu wa mtoaji kutoa au kutoa na kwanza kushukuru pale ambao wanaona kwamba amepata mtu kusaidia. Unajua, ndio very funny. Unapotoa sadaka ya Kiislamu, maana yake kwamba wewe ambao unatoa ndio ambao unapata faida. Yaani unatakiwa kwamba uweze kumpa mtu. Kimo bila mreksi ni jinsi ya kutoa. Sio jinsi ya kutoa. Kutokuiba. Unatakiwa ufanye kazi upate cha kwako na kumsaidia mwingine ambaye anahitaji. Kumsaidia ambaye anahitaji pia. Na that's true ya Christianity. Lazima mtu ni watu ambao ni giving. Sasa Muislamu unapofika mahali pa kutoa,
anatoa kweli na anatafuta mtu kumpa. Na anapotafuta mtu kumpa mara nyingi kwamba anajua kwamba nikimpa ndio anapokea nini? Ndio anapokea thawabu, ndio anapokea anajenga hazina yake mbinguni. Kwa hiyo ni nafuu kwa wale wanafurahi ukipata mtu kumpa unafurahi. Ukikosa mtu kumpa unasikia, "Jamani, ukikosa mtu kumpa na vile utamani hata ufike mahali ukumpe mtu fulani." Kama ukienda kule mjini siku ya kesho Ijumaa, kwa maduka mengi ya Kiislamu ndio kama ndio kumewekwa nini? Kumewekwa dropping box. Walipo kudondosha kwa fedha na wale ambao wanahitaji, ndio pale anaweza kuchukua. Hilo ni duka ambayo ni kwa biashara na wao wanapata thawabu kubwa sana. Sababu angalau amekuja kuhitaji faida. Amechukua sadaka yake. Anakuja kuhitaji amechukua sadaka yake. Kwa hiyo ni faida kwake na kwamba katika hali ya mambo kitenda amefanya jambo lililo jema. Joshua. Mara mtu kusaidia mtu, kutoka kusaidia mtu. Mara mtu kutoka kusaidia mtu. Kama unasema kwamba nataka kusaidia mtu na mimi kwamba kitendo cha huruma. Kwanza sisi tusaidie kwa ajili ya wokovu. Lakini pia tunasaidia kitendo cha huruma pia mtu mhitaji, ukiona mtu ambaye ni mhitaji lazima pia umsaidie kwa sababu lazima kusaidia vile unasema kwamba ni Ukristo ambao unaendana na nini na vitendo pia. Ukisema ukiona mtu ambaye ana uhitaji unamwambia nitakuombea. Au usimwambie tu nitakuombea. Kama una uwezo kumsaidia kwa nini? Msaidie katika uhitaji wake. Yeye anasaidia na pengine pia wanaamini kabisa kwamba utoaji ni jambo ambalo la msingi, jambo ambalo la heri, jambo ambalo la thawabu kufanyika. Nguzo nyingine ya tano ya mwisho ni kuhiji Maka au hija. Ni moja kati ya nguzo tano za dini ya Kiislamu na kila muumini aliye na uwezo anatarajiwa kuitimiza kwenda kuhiji walau mara moja katika kipindi cha maisha yake. Kisha ile mwingine inaitwa nani? Al-Hajj. Kama kutoka kwa Al-Hajj. Ukisikia mtu anaitwa Al-Hajj maana yake kwamba amesha na Maka kuhiji. At least mara moja unaweza uende, lakini kama una uwezo unaweza kaenda mara nyingi. Juzi wametangaza kwamba kuna nafasi imetolewa 25,000 kwa mahujaji Tanzania, lakini safari ile sio kubwa sana. Wageni kitu kama dai wale kuhusu dini mpaka watangazia kwamba tafadhali nafasi imetolewa, kwa hiyo imetoa nafasi kubwa zaidi, kwa nafasi Tanzania ndio wengi ni hawajaenda. Anyway, usipoenda sasa usipoenda, lakini pia tuwafikire nchini bali kazi bure. Hija inatarajiwa kwa Waislamu wote ni sehemu muhimu katika kupata wokovu wa Muislamu na usianisha na sherehe za kimila zinazofanyika kuzunguka pamoja kuzunguka kaburi la Kaaba huko Maka, ambayo hija inatekelezwa. Watu wa Maka wanadai kwamba Kaaba ilikuwa kutokana na Ibrahim kupitia Ismaili, na hadithi zinasema kwamba hekalu la Kaaba lilijengwa na Ibrahim kwa ajili ya kumwabudu Mungu Mwenyezi. Mahali pale na pia nafikiri ndio nakamilishwa siku ile ya kuchinja. Baada ya somo mbele baadaye ndio wanaamini kwamba Ibrahim pia alimtoa Ismail, sio Isaka. Kwa Ismail baadaye akabadilishwa kutoka kondoo kama mwenye siku ya Islamu kuchinja. Kwanza sehemu ya siku ya Islamu kuchinja wanaipenda sana, na kama ni Mkristo ambao unapenda kula unaweza kula sana. Wani wakarimu sana, wakaribisha kila mahali. Ndio pale sehemu mojawapo ya kujenga urafiki. Nimeshakaa katika familia za Waislamu, kwa hiyo mara nyingi sana huwa kwa historia ambazo tunazifahamu na pia hasa katika mfungo wa mwezi wa Ramadhani wanapenda sana kufanya matendo mema, watakukaribisha. Mwamshinde yule baba anataka mwamshinde yale kipande hapo wacha yale futari kidogo. Hata basi hata sunna hata sunna hata watu basi hata kidogo. Sasa ngine tunasema nasikia tena kuna nasikia tena kuna sio kula ndio na besha ndio mambo yao wanasema mambo yetu na ndio ujie wala ujie chakula baada ya somo baada ya kushiriki kwa kesho. Anyway, kuna hizo nguzo tano kwa sababu leo ya kwanza ni kilo imani na sala kwa Ramadhani, kufunga, kuna saka na kuna kuishi Maka moja. Okay? Yo break it to tumalizie ndio maisha mahali pale. Mbele.
yao ya kuona kwamba maana wageni wao ni pia ni washirikina sana. Alafu hata sisi sasa Wakristo tunakaa kanisani ili aliyeshirikina itaidi sana kutoa ila aonekane. Sasa hapo ni yaje baba kusaidia baba kweli. Tunaweza basi hiyo ni kweli na wapelekea kuona kwamba ni watakia kitu. Lakini kwa matendo hakuna mlango. Hatuendi mbinguni kwa sababu ya matendo. Na tunapojaribu kuangalia mambo mazuri yaliyopo, tunaangalia mambo mazuri katika hali ya kawaida. Hatuangalii mambo mazuri kwamba ni mambo mazuri kwamba unaenda mbinguni. Hapana. Ni mambo mazuri katika hali ya nadhani ni common grace, katika neema ya kawaida ambayo kwa mtu yeyote tu anafanya tu jambo jema ni lilo zuri. Lakini pia kuna mambo ambayo wanafanya kwa mabaya sana, kaangalia hapa chini. Kuna mambo wanafanya kwa mabaya. Mbona nyingine kama unasema ushirikina na nini na vitu kama hivyo. Lakini si hivyo kwa Waislamu tu pekee ndio washirikina. Ushirikina ni witchcraft. Witchcraft is superstitious. Mtu yote ambaye sio muumini wa Mungu wa kweli, ambaye Yesu Kristo ni Bwana, anaingia katika hali ya ushirikina. Lakini mtu ambaye anamwamini Mungu wa kweli na Yesu Kristo akiwa ni Bwana, hata kama kuna mambo ya kishirikina na ushirikina una nguvu. Yesu na ushirikina unaweza kuwepo, haina nguvu kwa sababu aliye ndani yako ni mkubwa kuliko aliyeko nje. Usiogope watu sababu ya tabia za kishirikina. Kama ni sawa kuongoza sababu ushirikina, mimi ningesha kupata siku sana. Tumeshaka katika watu wa ushirikina na saa nyingine na ndio kabisa kwamba fulani na bloga na nini. Hata tena wala mtu fulani mchawi na nakula chakula kwake. Si ile fulani na nakula. Wewe umeshakula. Watu mfa kesho. Chakula kwa sababu nimekula kwa fulani. Huyu anataka ndio sasa nimekula kwa fulani. Hapo kuruhusu na piko alikuwa. Sasa shida gani nimekula kwa shida wala nje. Anyway, kwa lugha rahisi kwamba sisi tulikuwa na kuuliza nini, lakini matendo mema hayatupeleki mbinguni. Matendo mema hayawapeleki mbinguni. Matendo mema hayana nafasi katika wokovu. Wokovu ni kwa Yesu Kristo pekee yake. Unaweza kufanya mambo mengi, na hata tunaposema kwamba sasa Ulaya inachukuliwa au Uingereza inachukuliwa na Uislamu, hatumaanishi kwamba sasa nchi ya Uingereza itakuwa ni nchi nzuri. Bana, hamna nzuri wote. Sasa ni kwamba tunaendelea kuwa na vita na maovu yanazidi kuendelea duniani. Na kwa sababu tunaendelea tunapoangalia, tusisahau pia unabii kuhusu siku za mwisho. Sababu unabii kuhusu siku za mwisho pia unajileta katika mrembo hadi ambayo inatupelekea kwamba kuwe na dini moja ulimwenguni, kuwe na mpinga Kristo, kuwe na mambo kama hayo. Lazima tuangalie. Na kuwe na apostasy, ukengeufu lazima itokee. Wewe kuanguka, wale ambao kwa sababu ni Wakristo waanguke, waache njia ya ukweli. Kwa hiyo tukiona mambo kama hayo yanatokea, tunajua kwamba mwisho unakaribia. Kwa mtu mwenye imani, mwenye kujua kweli, anatakiwa tu angalie kwa mtini, jifunzeni. Ni kweli hatujui, lakini pia tumeambiwa tujue. Hatujui siku, lakini tumeambiwa tujue siku. Kwa hiyo lazima tukae katika tahadhari ya kwamba kuja kwa Yesu Kristo unakaribia zaidi. Tunapoendelea kuona matukio yanayotokea. Kiona watu wanaacha Ukristo, wanakuwa ni Wakristo wa uongo. Kiona walimu wengi wa uongo wanatokeza, mafundisho ya uongo mengi yanaibuka. Kwa mtu ambaye ni Mkristo, kwa mtini jifunzeni. Natakiwa kuendelea kujitakasa zaidi na zaidi. Kuendelea kusimama imara zaidi na zaidi, kwa sababu unajua kwamba ule mwisho kwetu unakaribia. Njia ni nyembamba na waionayo ni wachache. Ya upotuvuni ni pana, na waingiao wanaenda ni wengi. Kwa hiyo tukiona pia watu wengi wakienda kule, sisi kwamba ndio uzima wao kwa wengi. Inanitia moyo wakati mwingine naposimama na kanisa langu watu ni wachache, Wakristo wachache, na okay, of course tutaki tu watu wachache pia, sababu tumeamua kuhubiri Injili na watu wote wa Yesu Kristo. Hii pia inatia moyo kwamba hata ukiwa ni wachache lakini wamesimama ukweli, ni nafuu kuliko kuwa na mamlaka ambayo haifuati njia ya kweli na uzima. Nataka kusema ile, lakini sasa ingine roho ni sema ndio sipenda kusema utumishi. Huwa naogopa sana kusema utumishi, lakini sasa ingine natamani tuliseme. Jackson,
Kwa makini sana na Wakristo wako sawa. Nafikiri unanielewa haraka. Sasa hivi yule bwana sasa hivi si kwamba tu anahubiri neno la Mungu, sasa hivi ushirikina umeshaingia ndani yake. Nachelea kusema hivyo. Shaona mtu ambaye ni mhubiri wa Injili anaweza kufanya vitu vigumu hivi, alafu watu wanakaa chini au anamshika kiatu hivi watu wanaanguka. Hakuna nguvu ya Mungu ndani ya viatu. Hiyo rasmi unafanya vile na Mungu. Ameanza vizuri, Mungu amemuinua, amempa huduma nzuri, huduma kubwa, watu wanafurahia kwa kila kona Tanzania. Wanamtafuta mtumishi wa Mungu Onesmo. Sasa hivi ameshaanza na yeye anaambia watu vijana wanaonyesha video hiyo watu wanakaa chini. Na watu wasema ni roho Mungu. Roho Mungu ndio watu kama Mungu. Waambie watu ndio roho Mungu. Na Yesu ndiye njia kwa ile msema. Hatujubiri sisi wala utafuta utukufu mahali popote. Utukufu ni kwa Yesu Kristo. Hapo bila utafuta watu kuona kutambua wewe, watu watambue Yesu Kristo. Jambo jingine baada ya kuangalia taratibu muhimu katika Uislamu, tumeshaangalia nguzo 5, tafadhali zielewe. Na hizi zikariri, sawa? Zikariri na uweze kuzielezea, unaweza kuzielezea kwa maneno machache. Lakini kwa sababu watakaribishwa sana, watakukaribisha, tutakaa nao. Marafiki zetu wengine tunakaa nao kwenye jamii huko nje. Nikana mbashaka sema rafiki yetu Muislamu lakini wewe naye hapo anaambia mambo ya Biblia saa nyingine mnaongea kwa Uislamu. Lazima pia mambo kama haya lazima mpote tena kumweleza. Vita vitukufu na vita kwa hata jihad. Neno jihad ina maana ya mapambano. Na gaji neno hili kwa wale ambao walikuwa nje wao Waislamu ambao walichukulia neno jihad wanasema kwamba Uislamu ni jihad. Ni dini ya mapambano. Pamoja kama ni ya unyenyekevu, lakini ndio unyenyekevu kuna mapambano ya kujikana na nini, yani kama struggle. Ni kama ndio maana neno jihad. Sasa neno jihad limetumika katika kuelezea mambo ya kutetea imani katika ile kivita. Japokuwa kweli ndio linatumika namna hiyo. Kwa hiyo wakati neno hili limetumika vibaya, japo linarejelea juhudi za ndani za nchi ya kutetea imani, neno hili linaweza kujumuisha jihadi ya kijeshi ikiwa ni vita vya haki. Kwa kama unataka kutetea Uislamu, kama umesikia kwamba nchi fulani ambayo ni ya Kiislamu imeingiliwa na watu ambao sio Waislamu, yale mapambano yanaendelea kutetea, kwa hiyo ni jihadi. Naendelea vita na vita vitakatifu kwa ajili ya kutetea Uislamu. Kwa hiyo Uislamu umetelewi tu katika mafundisho, ila hata katika kutumia jabia na mapanga na mabomu na vitu kama hivyo. Lazima utetee Uislamu. Kwa hiyo huwezi kuingia katika dola ya Kiislamu ukasema kwamba unaichukua hivi. Nilipokuwa Malaysia ni nchi ya Kiislamu. Na watu ambao wanaitwa Malay, watu ambao ni Indonesia na Malaysia, huwezi kwenda ukamwambia ukafungulia Biblia mbele yake. Ukifungulia Biblia mbele yake kama anajambia anapata shingo. Na hawezi kuulizwa na mahali popote. Analeta imani yake. Anatetea imani yake. Na anaruhusiwa. Sheria inaruhusiwa. Kwa hiyo kwa naambiwa makini sana unapoenda kushirikiana imani. Karibu kwa tunaogopeshwa. Tunapenda evangelism kabinyi wa Afrika kwa sababu Afrika mwezi kutenganisha sababu wenyewe wanajijua wenyewe kwa resi. Hiyo kama nyinyi sasa hivi hapa ukiambiwa akija Korea na mtu wa Taiwan wa singine zote wachanganya. China singine zote wachanganya, watazama wachanganya. Ndio jinsi tumekanao leo tunashow na Korea. Haiko Mtanzania wa kawaida, hapo muona Mkorea na Mchina wanasema ni kitu moja ifanana. Kwa hiyo sisi boko tunaenda kule, tunaona mtu ambaye ni Malay, kuna Singaporeans, kuna Chinese, kuna race mbalimbali zimekaa mahali pamoja. Unapoenda kufanya uinjilisti, kuna lazima uwe na mtu ambaye ni mwenyeji. Ili uombe kukutana na mtu ambaye ni Muislamu au ni Muislamu usifanye uinjilisti. Kwa hiyo tunaogopeshwa. Hii tunasema hapana tunaenda. Na tunashukuru Mungu kwa miaka yote ambayo tulikaa kule. Kuna hata siku moja ambapo tulikamatwa kwa sababu ya kuchawata lazima Muislamu. Mungu alitufunika. Yaani kwa wale wenyeji ni criminal, ni kosa. Na hasa mtu ambaye ni mwenyeji kabisa ukifanya vino na ukakamatwa unafungwa. Hauruhusiwi. Wanatetea imani yao kwa kila hali. Kienda airport ukishuka kama ni Mkristo utaruhusiwa na Biblia moja kama ni Mkristo. Kama ni Mkristo ukiwa na zaidi ya Biblia moja. Unaambiwa zingine rudisha. Ila kwa confess yake.
haziruhusiwi kuingizwa katika Kiislamu. Katika imani yao. Kisha unafanya mkutano wa injili mahali au kuhubiri kwa wazi, unakamatwa pia. Uruhusiwi. Hizo ni njia ya mapambano, jihadi kutetea imani yao. Sasa sisi huku tunahuru kuhubiri kila mahali ila tuhubiri. Unajua yaani tunahuru kuhubiri mchana, usiku, hali popote, kwa redio, kwa nini tunahuru? Hakuna mahali popote ambapo kuna restrictions. Lakini hata tufanye nini? Ukienda kuhubiri tu kwa shida, tukiona labda hajapewa pesa ya kutosha, unasema nimeteseka sana katika injili, nimeteseka sana kwa ajili ya injili. Hamjateseka kwa ajili ya injili. Nenda Indonesia, uone watu wanapoteseka kwa ajili ya injili. Unahubiri, unaangalia kwamba je, askari anatokea wapi? Ni kamata. Au mtu alirushia jipanga ulaumu, alivuli jipanga pa. Akikuwa amepata thawabu. Yaani kwao akimuua mmoja alipata thawabu, kwa sababu muua kafiri mmoja. Mtu ambaye anapotosha Uislamu, anapotosha dini ya kweli ya Allah na muamini ambaye ni mtume. Anatuletea vitu vingine ambavyo tunajui. Kwanza anasema kwamba huyu Yesu ni nani? Yesu kuna habari ya nabii ambaye alishaondoka. Nabii wa mwisho ni muamini tunajua. Na watatetea kweli. Na wanapambana ndio tunaenda jihadi. Jihadi kwa hiyo ni mapambano ambao wanapambana katika ile kutetea Uislamu. Na hii mojawapo ya wajibu wa kidini ambao mara nyingi huhusianishwa na nguzo tano. Wajibu huo unahitajika kuwa pale inapohusu wanaume wanatakiwa kwenda vitani ili kueneza Uislamu au kulinda dhidi ya makafiri. Mtu anapokufa katika jihadi anahakikishiwa uzima wa milele peponi mbinguni, anachukuliwa kuwa shahidi mwaminifu wa Uislamu. Martyr. Ukifa katika vita vya jihad, unahesabiwa kwamba wewe moja kwa moja una mahali pa kwenda kwa kusubiri. Uende katika mahali pa mangojeo. Unaenda moja kwa moja kwa sababu umekufa ni shahidi kutetea Uislamu. Unajua wakati ukisoma sana hizi comparative religion, ukisoma kama una imani nzuri unaweza kuchukukarania kwa Yuba. Ukisoma yani mimi nimesoma hizi na wakati mwingine unaposoma kama una roho wa Mungu na ujue kama Biblia inasema nini na una msimamo wa Biblia, ukisoma sana vitabu vya sababu mimi ninaposoma na kuleta kwenu sisomi tu vile ambavyo ni vibaya. Nasoma vile ambavyo ni vya kwao wanaposema vizuri. By the way, Biblia unasali hivi. Mbona kuna tasbihi unasali? Tumekuwa sasa nyingi nataka kuuliza sasa na uomba ni kuuliza kwa sababu kwa sababu tunaweza kipindi naona tasbihi tunazungusha tu tasbihi hamna tasbihi. Mimi naona nini? Mbona kwa sababu mwanzo tu anazungusha nasema nini? Sasa naona sisi kuuliza mimi na roho ni kwa nimeona tofauti kwa sababu kuuliza nini? Nini? Ni kama tasbihi ya kwa sababu ya mwisho. Hebu Hajakamilika tu pale mwisho ile kile kinani kuna kitabu cha kaka kile kikia kile ndio kile. Vita ya kiimani. Sisi pia tumeitwa katika vita vya kiimani. Yapokuwa vita vyetu sio vya mwili bali ni vya kiroho. Vita vyetu sio vya kwenda kupambana. Wewe lazima Kristo lazima hapana. Vita vyetu vya kumueleza Yesu aliyejia kweli na uzima. Waeleze katika hali ambayo wanaielewa. Waeleze katika hali ambayo ni rahisi na Roho Mtakatifu aliye mwalimu wa kweli akitusaidia ili kuwafikishia ujumbe ambao ni sahihi. Wale ambao hawamwamini Yesu Kristo wapate kumfahamu Yesu Kristo aliye njia ya kweli na uzima. Mtu aliyekuwa pasipo njia ya Yesu Kristo. Na kwamba hapana wokovu kwa mtu awaye yote. Hapana jina jingine ambalo mwanadamu amepewa litupasalo sisi kuokolewa kwao. Jina pekee ni jina la Yesu Kristo. Nikasema kwamba lazima pia makini, ndio maana nasema pale unazungumzia kwamba usipokuwa makini sana. Kama Yesu hajakaa ndani yako
na hujapata mizizi ya neno la Mungu, na hujapata mizizi ya mafundisho ya msingi, unaposoma hizi dini za ulimwengu, unaweza shangaa ulikuwa umesimama hapa kama vile una ukweli, kama kuna ukweli fulani, unaamua ukaanza kuyumba kama usiku mageni, ukayumba kweli. Tunakuta na nyumba ya kuishi. Tule mpemba anamwambia tunakuta na nyumba ya kuishi kiamini Uislamu. Na sio tu kwa hivi vitu vizuri, lakini pia katika mafundisho wanakupeleka katika mafundisho ambayo unaona kwa vile kama kuna ukweli. Usome vitabu vingi. Unaposoma vitabu vingi unakuwa exposure ya mambo mbalimbali ambayo tulikuwa tukiamini kuanzia kusoma Uyahudi, kusoma Uislamu, baada kusoma dini nyingine. Kuna moja ambayo ni very challenge ambayo nataka hiyo ndio iwe ya mwisho. Ili mambo baadaye na ndio kama ni kwenda kuende tu vizuri. Kwa sababu atakuliwa tena huko. Hata hiyo ndio ya mwisho kabisa. Na tutasoma kwa mwishoni. Mwisho tunafanya mtihani. Hiyo kama kukuliwa ndio kwa mapema. Hapo unakuwa kujadili. Najua ni hivyo. Sio kabisa hivi. Unakuwa umeshaanza kujisikia. Tamaduni zingine ambazo tunazo, Islamu kama Uyahudi ni dini ya utambulisho wa utamaduni ambao pia zingine huwezi kutenganisha tamaduni na wafuasi wa ile dini. Kama vile ambavyo unaposema Judaism kule Israeli wanakuwa kama vile ni utamaduni, ni nchi, ni mambo ya kisiasa. Wewe wakati mwingine unaposema kwamba ni katika utamaduni wa Judaism, Uyahudi pamoja na ile culture jinsi wanavyoishi na tamaduni za kule, hali kadhalika Uislamu. Katika nchi nyingi imani ya Kiislamu imeunganishwa katika mtandao wa jamii na serikali. Ndio maana kuna nchi za Kiarabu ambazo kule mambo yote ya kijamii na kiimani vinachanganyika kwa pamoja na serikali. Waanze nchi za Kiislamu nimesema tena, kienda ukimhubiria Muislamu, serikali inaingilia kama bana. Usimhubirie kwa sababu ana imani yake tayari. Wanajaribu kuhifadhi utambulisho wao wa Kiislamu na kukataa mila nyingine za magharibi zinazoingizwa kutoka nje. Mila za magharibi maana yake ni za kizungu. Mambo ya wanasema Ukristo ni dini ya kizungu, kwa hiyo nasema hapana. Usilete mila za kizungu. Wenyewe wanang'ang'ana na mambo yao ya Kiarabu na Kiislamu. Na ndio kitu ambacho tunashindwa kuelewa kati ya Tanzania bara na Zanzibar. Ukijaribu kuangalia Zanzibar, mara nyingi sana ina trend, ina flow ya Kiarabu zaidi na Uislamu. Wakati ambapo bara missionary uliingia sana sehemu nyingi, kutoa baadhi ya maeneo kama Kigoma ambapo Kigoma ambapo Uislamu ulikuwa ulizidi sana. Au unakuta sehemu nyingi sana za Tanzania bara, sehemu nyingi missionary uliingia. Na bara ambapo missionary uliingia, maana yake kwamba tayari walikuwa nchi za Kikristo. Endelea ukiangalia kule Zanzibar sehemu kubwa ambapo ni Waislamu. Sasa Uislamu pia ni identity ya kule Zanzibar. Ndio maana ukiangalia Zanzibar wakati wa mwezi mtukufu wa Ramadhani pia kama tunacheka almost 90% of it. Ili pia kule kuna makanisa machache na nafasi pekee ambayo inatolewa kwa makanisa kule Zanzibar kwa sababu ya muungano. Kama sio muungano, makanisa Zanzibar singekuwa. Sasa kwa sababu serikali ya mapinduzi ni muungano na kuna serikali ya muungano wa Tanzania, basi inaruhusu pia makanisa yale, kwa sababu sehemu moja hapo kuna watu wa bara ambao kule ambao wanahitaji kusali pia, kwa maana imeruhusu makanisa. Lakini kuna taratibu hizo ambazo pia wanasema mambo hizo zote ni mila za magharibi. Na mila za magharibi wenyewe wapenda nasema kwamba zinaharibu ule uasilia wa tamaduni zetu. Ndio ndio kweli. Tunaweza kuangalia jaribu kutafakari sana. Kuna ukweli katika hizi dini za uongo. Ndio kwa sababu gani? Nimesema tena, wao pamoja na kwamba kweli hawamwamini Yesu Kristo, hawaamini njia ya kweli, lakini sasa ukijaribu kuangalia katika maadili na taratibu za kawaida, hakuna kitu ambacho kinanikera kama unaenda kanisani pale wilayani, kwa sababu pale wilayani jana wameandika kwa tangazo kubwa, mavazi yasiyokuwa na maadili ya harusi katika ofisi ya mkuu wa wilaya. Mwanamke usivae nguo fupi, mabega yaliyo wazi au tumbo lililo wazi. Mwanaume usivae suruali ya kubana ya jinsi
au usivae kaoshi. Leo ndio matangazo ya mavazi ambayo ndio uvae. Lakini ukienda makanisani ndio wanavaliwa. Msikitini? Funika kila mahali. Mpaka usijue kwamba ni msana ni kulala. Funika yote, funika mdote. Hivyo kwa Kristo? Wanasema ni utamaduni wao. Wanasema hata Ulaya wanavaa hivyo hivyo. Watu tunafuata Ulaya. Sasa ndio mmoja sio ndio mkeni. Ndio mkeni. Kuiga watu wa magharibi. Sababu nyingine zao wanatembea uchi. Kwa nini wanatembea uchi? Kwa sababu ni wazungu. Kwa sababu ni nchi za Ulaya. Kule mwanaume anaenda kusikiliza watu wanataka kusema alikuwa na mukta. Mwanaume. Anavaa tu mukta yake na mukta na washa gari pia, washa gari na mukta yake na t-shirt yake, ni t-shirt na singlet anataka kusema. Na Biblia yake anataka kusema. Ajali. Kwa hiyo nasema hizo kuvaa hivi. Hizo ni tamaduni za magharibi. Kwa hiyo sehemu ni zikataa. Ni anavaa kinadi for hata kama matendo ndio, hata kama ni imani ni mbaya, lakini kuna matendo ambayo wanatenda hapo sengine ni nashukuru nimemalizia mwenyewe. Wote makini kwamba tunafanya jina la Kristo linatokana pia. Tunafanya jina la Kristo, tunafanya jina la Kristo linatokana. Tunashindwa kusimama katika nafasi yetu. Sikia kuna mtu babaya anapenda wale kanisani kwa tishe. Lakini ujumbe umeshafikia pia. Wanajaribu kuhifadhi na familia. Mmoja wa familia ni jambo muhimu sana. Ndoa inapendekezwa kwa kila Muislamu. Ndoa inapendekezwa kwa kila Muislamu. Kwa hiyo ni vizuri kama wazao kuliko kuwa na mtaji madogo. Kuliko kuwa na nyumba ndogo ambayo sio rasmi oa wake wanne. Kwa lazima ukioa wanne samesha. Lakini usiwe na mipango ya kando kando. Sasa kwa Kristo nasema ndio moja mke mmoja, lakini kunakuwa na makando kando ambayo sio rasmi. Sasa hapo kuna tatizo jingine kubwa sana. Imeenda kubaya zaidi, kuna wenzetu ambao sio world religion, sio cult, lakini wa Katoliki wanasema kula kuoa, lakini kubaya kuliko katika mambo ya familia. Muislamu atakwambia kwamba ni ndoa ni lazima, mwanaume anaweza kuoa wake wasiozidi wanne, Muislamu anaweza kumtaliki mke wake wakati wote kwa sababu yote inakiamua. Sababu ya taratibu zinaruhusu. Kwa upande mwingine, wanawake katika utamaduni wa Kiislamu hawafurahii hadhi au mapendeleo ya wanaume, na mara nyingi huwategemea waume zao kwamba wao. Yaani hawana uhuru, hawana freedom. Mwanamke ana uhuru kwamba anachoamua mwanaume ndio anachoamua. Lakini umekuwa na utiifu pia. Hebu kuangalia sio ni ile tu kuogopa. Unyenyekevu ule unyenyekevu wa kuogopa. Sio ukiangalia mwanamke wa Kiislamu. Bwana leo naleta nimepata mwanamke mwingine. Kwanza nakupa mwenyewe. Nenda kwa fulani nileteni nipenda nimtawe mke wangu au msaidizi wangu. Anaenda tu. Hata mwanzo kwa fulani kila anaenda. Sana kuleta. Basi mume wangu kwa fulani kuletea tena mke mwingine huyo. Kwa Kristo. Lugha na sanaa. Lugha ya Kiarabu na baadhi ya sanaa za asili na usanifu zina umuhimu sana katika dini. Kwa hiyo ndio maana hata Qur'ani imeendelea kubakia katika asili ile kuhifadhi, ili kwamba iwe ni lugha ambayo imehifadhiwa, ili pia katika sanaa. Matendo mengine ambayo wanafanya ni kulazimisha tohara, kutokunywa pombe, chakula fulani ni haramu, na pia hakuna kucheza kamari. Hayo pia tunasema himiza kutokunywa pombe, chakula hukumiani kwa ila chakula. Unyewe kitimoto hapana, usiguse. Pombe usinywe. Kamari kwenda kucheza karakada no. Wewe na mambo kule karakada tunachoa Kristo. Ndio. Muislamu mbele ya kamari haruhusiwi. Kisheria, kiimani haruhusiwi. Kukuta Muislamu mzuri kwa hiyo kukuta zile nyumba za kamari makasino huwa wengi majina ya kina John, Samueli,
Mathayo, kina Andrea ndio kule. Kwenye nyumba za kamari na kasino ndio kule. Ni kweli. Angalia hata majina ambayo yako kizungu. Kutoka mengi sana na asili ya kamari kutoka katika nchi za kizungu pia. Ambazo ni tunaweza za Kikristo. Ndio Warabuni. Wala ndio makini kwa katika haya. Kwamba matendo ambayo anafanya matendo ambayo pia yanaashiria kwamba wanasimama katika msingi ambao ni sahihi. Kuna alama muhimu katika Uislamu ambazo zinatambulisha Uislamu. Kuna alama inayotumika kwa kutambulisha Uislamu. Ukiona katika ishara, sisi tunatumia msalaba. Wakristo tunatumia msalaba, cross. Na msalaba, tafadhali, msalaba sio kujumlisha, sawa? Msalaba sio alama ya kujumlisha. Kuna tofauti kubwa sana ya kuchora hivi na kuchora hivi. Hii ni plus sign na hii ni cross. Sawa? Kuna tofauti kubwa ya msalaba na alama ya kujumlisha. Wao hata unapokula makanisani unapokuwa katika ya kuelezea msalaba au kuchora msalaba, wewe makini wao ndio katika alama ya kujumlisha kwa msalaba. Wao Waislamu wanachotumia katika utambulisho ni mwezi, mpevu na nyota. Crescent, tunaweza ni mwezi au kwa kitu tunaona nyota. Ndio tunakuwa na nyota na star. Tulisoma Wayahudi alama. Wengine wanatumia nyota ya Daudi, Star of David, nyota pembe tano, au wanatumia ile minora ni ile taa yenye vile vinani saba. Hizo ni alama. Ukiona hizo ndio ni Uyahudi. Hii ni kitabu cha Uyahudi. Kila kitabu ambacho kiko namna ile kinaashiria Uyahudi, lakini ukiona mwezi na crescent, nyota iko katikati, maana yake kwa bado ni Uislamu. Lakini pia kuna wengine ambao watumia ishara hiyo. Wengine wanatumia bendera ambayo inakuwa na alama ya rangi tatu, nyeusi, nyeupe na kijani. Sasa ukaona aidha kati ya hizo mbili unajua kwamba hii ni Uislamu. Hichi ni Uislamu. Unaweza kuona nyumba iko mahali, kuna bendera inapepea mahali ambayo na rangi ya nyeusi, nyeupe na kijani. Unaweza jua ni Uislamu. Hapa ni mahali pa Kiislamu. Au unaweza kuona mwezi pia umechorwa mahali na nyota katikati yake, hiyo pia ni alama ya Kiislamu. Siku muhimu, siku ambazo ni muhimu sana, ziko nyingi, lakini hapa tumeandika zile ambazo ni muhimu. Ziko siku nyingi, karibu siku 10 na kitu ambazo nimejaribu kuzifuatilia. Lakini hapa tumefuata chache. Ramadhani ambao ni mwezi wa kufunga ni siku muhimu sana katika taratibu au kalenda ya Kiislamu. Kuna ambayo inamalizika na siku ile wanaweza kwa Eid al-Fitr, siku ya kumaliza mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, inaitwa Eid al-Fitr. Pia kuna siku ya Eid al-Adha au siku ya Hajj ambayo ni siku kuu ya sadaka, kuheshimu tayari wa Nabii Ibrahim kutoa dhabihu mwanawe wa kwanza, mzaliwa wa kwanza Ishmael kama kitendo cha kutii amri ya Mungu. Na nyingine ambayo ni siku ya kukumbuka kuzaliwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambayo ni siku ya Maulid ya kama birthday, kama Christmas ya Kiislamu. Pia hapo jana kwa hiyo pia ni kati siku hizi ambazo ni muhimu katika taratibu za Kiislamu. Islam kama ilivyo Kristo na madhehebu yako mengi, na pia tena yako mengi. Tafadhali naomba hizi notes zilivyoandika sio kwamba tumeandika yote, sababu mimi sikutaka kuchimba Uislamu. Kama unataka kuchukua masomo yako zaidi kuhusu Uislamu, unaweza kuendelea kusoma. Hapo tunatoa introduction to all religions. Kwa hiyo kuna madhehebu makikundi. Madhehebu makubwa katika Uislamu ni Sunni na Shia. Hali madhehebu mawili makubwa, lakini kuna mengine ambayo yako chini yao ambao ni kati ya makundi mawili. Lakini ukipita sana kuna madhehebu mawili ya Sunni na Shia. Na haya yaliundwa kutokana na mgogoro baada ya kifo cha Muhammad na nani ambaye atakuwa muasisi atakayemfuatilia. Kuna ambao walisema kwamba atakayemfuatia Mtume Muhammad lazima awe mtu ambaye amezaliwa katika ukoo wa Muhammad. Lazima awe ni katika blood hereditary. Mtu ambaye ana urithi wa kidamu kutoka kwa Muhammad. Ndio urithi wa kiti cha Muhammad. Ila ni mkuu au ni mkuu, lakini katika uzao. Kama tunazungumzia
Aaron priesthood, kwamba katika uzao wa Haruni, katika uzao wa Haruni na kuwa ni kuhani. Pia hao waliamini hivyo. Kwa hiyo mmoja, lakini wengine wakasema sio lazima. Mradi tu awe ni Muislamu mwaminifu, anaweza akawa ni khalifa ambaye anaendelea, ni kiongozi ambaye atasaidia baadaye kwa kuchaguliwa ili kwamba aendelee kushikilia Uislamu. Yakatokea makundi mawili makubwa. Sunni na Shia. Wa Sunni ni karibia 90% wa Waislamu wote, na wanakubaliana kwamba makhalifa au khalifa wanne wa kwanza walikuwa warithi wa kweli wa Muhammad. Wa Shia wanaamini kwamba Khalifa Ali tu na kizazi chake ndio warithi wa Muhammad. Wanakanusha uhalali wa makhalifa watatu wengine wa kwanza ambao hawakuwa katika uzao ule wa halali wa Muhammad. Sunni, wafuasi wa njia ya Mtume, tabia na maneno, hawakubali wawakilishi wanaoonekana katika ukoo hawakubali wawakilishi wanaoonekana katika ukoo wa Muhammad. Uongozi unategemea tafsiri ya matumizi ya sasa ya neno Sunni. Neno imam linatumika kumwelezea kiongozi yote wa sala ibada katika msikiti wa mahali fulani. Wanatumia anaitwa imam. Na huyo kiongozi wa ibada, shehe au kiongozi wa neno imam. Huyo anaweza kuwa Muislamu yote, si lazima awe kiongozi wa kurithi kutoka ukoo wa Muhammad. Muislamu mtu mwaminifu anaweza kawa ni wa Sunni. Lakini Shia anatokana na neno Shia na kutokana na neno hilo Ali, maana yake waliofuata kundi la Ali au njia ya Ali. Shia hali wafuasi wa maimamu 12 waliotoka kwa Mtume. Ila Shia anatokana na maneno ya Ali. Shia maana yake ni kundi la Ali. Kundi jingine ambalo lipo, haya makundi madogo yako mengi. Hayo kundi jingine ambalo linaweza likawepo ni kundi la Sufi. Hili linajumuisha vuguvugu la pana la kutafakarisha katika Uislamu. Wale mysticism, wale ambao wanakaa bila kufikiria na kuwaza. Kama Sunni wanaamini kuwa hakuna mpatanishi kati ya Mungu na mtu. Mara nyingi wanamsisitiza juu ya uhusiano wa kibinafsi wa mtu na Mungu. Hakuna mtu ambaye anatakiwa hapa katikati. Wewe unahusiana na Mungu moja kwa moja. Hakuna mediation. Hakuna mtu wa katikati. Hakuna swala la Muhammad hapa katikati. Wewe mwanadamu kwa Mungu moja kwa moja. Ahmadiyya hao wanaamini kwamba Mahdi au Masihi alikuja kupitia Hazrat Ghulam Ahmed ambaye ni wa Kihindi wa mwaka 1835. Wamepanga vyema jumuiya ya wamisionari na taratibu za uchapishaji wa literature dunia yote. Ahmed alidai kuwa yeye ndiye Yesu katika maisha mengine, katika Mahdi au Masihi aliyerudi. Alimaanisha kuwaunganisha Waislamu wote wa kweli na Wakristo katika dini moja ya kweli. Ahmadiyya. Ni kama ni Ahmadiyya katikati, kama vile wanajaribu blend kati ya Uislamu na Ukristo, kwa sababu Mahdi ndio ambaye ni Kristo aliyerudi. Kwa sababu Mahdi ni kama ni Uislamu, lakini pia ni sababu ni Kristo aliyerudi, maana kwamba kuunganisha watu kwa pamoja. Na alikataliwa na watu wawili. Sasa Waislamu wakamkataa, Wakristo wakamkataa, wakaweka mkatikati akaanzisha dhehebu nyingine. Makao makuu ya Ahmadiyya yakawa kwa Lahore, Pakistan. Mzozo kati ya Sunni na Shia umesalia hadi leo kuwa kitovu cha mabishano ya kimataifa, hasa katika nchi za Iraq na Iran. Mpaka siku ya leo kusikia vita vya Iran na Iraq ni katika mambo ya Sunni na Shia. Sunni na Shia. Ndio kijana kwa kasi. Uislamu umesha mahali pale, kuna dakika 10, na pesa dakika 10 zitumie kutambulisha dini isiyokuwa na muasisi. Hii ikiwa nasema dini ambayo ni huyu kwa sababu mtu aliyetokea huko Uarabuni huko. Chapter moja kutoka Uarabuni katika ile kueleza Uislamu. Kwa maana ni dini isiyokuwa na muasisi. Ambayo hii inaitwa ni Hinduism. Nataka tumalize hii leo. Ni Hinduism, nataka tumalize. Ni chache sana wewe. Dakika 10 naweza kuchapa kumaliza ili kwamba kwa tupenda next time tunaenda katika kundi lingine. Hapo
asili. Uhindu unaaminika kuwa dini ya asili ya India, ni kati ya dini za zamani sana, ikiwa na ya tatu baada ya Ukristo na Uislamu. Kuna swali hapo, sawa? Maswali ya mjani. Mwasikio? Hakuna ufafanuzi kamili wa neno Hinduism kama linatokana na nini. Imekuwa vigumu kufafanua neno, ingawa watu wengi wanahusianisha neno hili na dini ya Kihindi. Yaani, napoitwa Uhindu au Hinduism ni kitu ambacho kinatokana na Wahindi. Kwa hiyo ndio maana pia neno likatumika. Kama jinsi ambavyo tulisema Uyahudi ni neno jina la Kiyahudi, Uislamu maana yake ni unyenyekevu. Lakini unaposema Uhindu, watu wamejaribu kutafuta asili ya hili neno, wamekosa. Baadaye wakasema tu basi liwe ni neno ambalo linatokana na Hindi. Dini ya Kihindi. Inaaminika kuwa jina hili lilibuniwa na kutumiwa na wazungu wa magharibi kufuatana na dini ya Kihindi. Haina wakati maalum. Sema kwamba inaanza dini, huwezi kusema kwamba Uhindi ilianza wakati fulani. Wewe mtu akikwambia kwamba Uhindi ilianza karne fulani, kama hakuna. Ni dini ambayo imekuwa na taratibu za Kihindi. Labda ujue kwamba Uhindi ulianza dini, ndio unajua kwamba dini ya Kihindi ilianza dini. Kwa ni dini ambayo imekuwa tu taratibu yenyewe na tamaduni za Kihindi jinsi ambavyo zimeendelea kukua. Kwa hiyo hakuna tarehe maalum kwamba karne ya 7 ilianza, karne ya 5, hapana. Ni imeendelea kukua na tamaduni za Kihindi. Na pia haina mwanzilishi mmoja. Muhammad alianzisha hii labda wakati wa Uyahudi, kunakuwa na mababa wa Ibrahim ndio Kristo, lakini unaposoma kuhusu Hinduism hakuna mtu mmoja ambaye anasema kwamba ndiye ambaye alianzisha Uhindi. Hakuna. Uhindu unajumuisha mapokeo mengi tofauti, na kuna tofauti kati ya mafundisho na imani zao. Kuna ambao wanaweza kuamini hivi, lakini pale katika kundi lile la mahali pamoja wengine wakaamini kitu ambacho ni tofauti. Kwa hiyo hakuna msingi kwamba lazima wote tuamini kitu hiki kwa pamoja. Kama Waislamu wanasema kwamba lazima wote tuamini hivi, Wakristo tuamini hivi, Wayahudi tuamini hivi, wenyewe Wahindu wale wanaweza kuwa mahali pamoja. Mwingine anasema ng'ombe ni mbaya, hapa kwa mwingine anakula ng'ombe. Tunaona ndio maana yaani hakuna kanuni ya kusema kwamba hii ni universal belief of Hinduism. Wakati kikundi kimoja kinasema ng'ombe ni mtakatifu sana, na hakuna kunywa chai ya maziwa, hakuna kula nyama. Unakuta mwindi mwingine pale anachinja ng'ombe na hata anatoa sadaka. Kwa hiyo unaweza kuona sababu zinatupishana na kutofautiana sana. Ndio mtu mmoja anafundisha kwamba viumbe hai havipaswi kudhurika, huku madhabahu ya mtu mwingine ikidondosha damu ya mbuzi na nyati waliotolewa dhabihu. Baadhi ya mafundisho yanayodhaniwa kuwa ya Uhindu hayakubaliwi kote ulimwenguni kama sehemu ya mafundisho ya imani ya Kihindu. Kwa mfano, fundisho la kufanyika kiumbe hata ni reincarnation, inawezekana isikubalike na watu wote. Wanaamini kwamba mtu anapokufa anakufa alafu anafanyika kiumbe kingine bora zaidi. Kwa hiyo mapambano mwanadamu ni kwamba ukifa sasa hivi, kama umekufa ukiwa mwanafunzi, inawezekana sio mwisho wako. Hakuna kitu kama ndio mwisho wa mtu. Wenyewe hawaamini mwisho wa mtu. Wanaamini muendelezo mpaka ufikie Brahma, ambao ndio level ambao unakuwa kama Mungu sasa. Wewe utaendelea tu kuzaliwa. Sasa wengine wanaweza ukafa ukiwa mwanafunzi wa cheti akazaliwa ni professor fulani, au ukafa ukiwa ni mkulima wa kawaida akazaliwa kuwa ni mfanyabiashara tajiri. Kifo hapo wewe unakuwa na au wengine ukafa ukiwa ni mwanadamu ukazaliwa nyoka, au nyoka akafa akazaliwa binadamu. Yaani katika viumbe vinakuwa katika mzunguko. Yaani hata ukimwona nyoka mahali lazima siku moja ilikuwa mwanadamu. Kwa labda alifanya mambo mabaya alafu akazaliwa nyoka. Ukiona panya au kuku ametotoa mayai, au ni wanadamu, ngozo wanadamu ambao zilikufa. Sasa inawezekana hawakuwa wazuri sana, kwa hiyo wamegeuka, wameshuka kiwango cha chini, wamekuwa au kwa ndege. Ukiona ndege amekuwa amechinjwa au mtoto amezaliwa pale hospitali, huyu ile mchinja kuku siku ile amekubaliwa alikuwa mwanadamu.
Ndio Uhindu naamini hivyo. Sasa sio wote pia wanaamini hivyo. Wanabadilika kufuatana na mafundisho jinsi yalivyo. Fundisho muhimu sana na nasema kwamba ni vigumu sana kuwafanyia uinjilisti. Kati ya makundi magumu kufanya uinjilisti ni Wahindu. Sababu ni tradition, ni mila. Wanakaa nazo hivyo. Kwa hiyo ukimfuata na kwambia sisi tumezaliwa hivi, tumeamini kuanzia mtoto amezaliwa, ameshikilia taratibu hizo, amelelewa katika malezi hayo na makuzi hayo, kwa hiyo kumbadilisha inakuwa ni vigumu sana mpaka roho Mungu aingilie kati mwenyewe. Kwa hiyo sisi tunabadilisha ni Mungu abadilishe mwenyewe. Mafundisho ya imani kuhusu Mungu, asili ya Uhindu na jinsi inavyofundisha Mungu ni ngumu sana kuelezea kwa sababu wanatofautiana na kuna miungu tofauti jinsi ambavyo wanaamini. Kwa hiyo hatuwezi kufundisha mmoja kwa moja kwamba ni hivi. Hakuna wazo moja la Mungu. Mfano, Wahindu wa Orthodox wanakanusha kuwapo kwa Mungu. Wengine wanashusha hadi sehemu ya pili na kwamba ni second grade object, ni kiumbe cha kiwango cha pili. Hawezi muinue kama jinsi ambavyo kundi jingine lazima likawa la muinua. Na mitazamo michache inayohusu Mungu ambayo inaaminika katika jamii ya Kihindu. Wale ambao wanaamini monism ni uwepo wote ni wa Mungu. Yaani unapoangalia kitu chochote ni Mungu. Na hiyo tunaweza kusema ni tofauti kidogo na pantheism, lakini monism kwa uwepo wote ni wa kimungu. Yaani uwepo tu. Wewe ambaye haja hata kulifanya kwamba Mungu, lakini unapoangalia tu uwepo tu na unapoangalia tu all appearance, unapoangalia kitu chochote kile unaona ni Mungu, uwepo tu ni Mungu. Hayo unakuwa ni pantheism. Ndio nasema kwamba Mungu yuko katika uumbaji kama vile roho ilivyo ndani ya mwili. Kwa hiyo Mungu katika uumbaji, unapoona mti kuna Mungu ndani yake, unapoona ng'ombe kuna Mungu ndani yake, unapoona kitu chochote, pantheism, all is God and God is all. Mungu yuko ndani ya wote na wote, Mungu yuko katikati ya wote na wote, vitu vyote ni Mungu. Hayo polytheism ni wanaamini kwamba kuna miungu wengi, na hii ni superstitious. Wanaamini kwamba kuna miungu wengi na wanaamini kwamba kuna miungu wengi. Si kwa polytheism na pantheism ni tofauti. Polytheism wanasema miungu ni wengi, lakini pantheism wanasema kila kitu ni Mungu. Yaani kama tu jinsi ambavyo mtu ana uhai, ana roho ndani yake, hali kadhalika kitu chochote ambacho tunakiona kina Mungu ndani yake. Ndio tunaita pantheism. Henotheism kwamba kuna Mungu ambaye anaweza kuabudiwa kati ya miungu wengi waliopo. Miungu ni wengi, polytheism. Hata wale wengi wanachagua mmoja ambaye ndio anaabudiwa. Kwa hiyo unakuwa unafanya vile pia. Kati ya miungu wengi waliopo duniani au katika ulimwengu, tunachagua Mungu mmoja ambaye tunamwabudu. Naenda ni henotheism. Lakini pia tunakuwa na Mungu mmoja ambaye Mungu mmoja pia ambaye anastahili kuabudiwa, ambaye ni monotheism. Kwa hiyo kuna Wahindu wanaoshikilia kuwa kuna miungu watatu na wale ambao wanashikilia kuna miungu watatu ndio ambao tumefuatana nao. Bwana tumeelewana nao kwamba tupitie kwa haraka. Wala wanaamini kuna miungu watatu. Tutasema kwamba kuna Brahma ambaye ni Mungu muumbaji. Na kuna Vishnu ambaye ni Mungu mhifadhi. Na kuna Shiva ambaye ni Mungu anayeharibu. Miungu watatu ambao tunasoma tu kwa sababu ili tupate mahali pa kupitia katika yale kusoma wanasemaje kuhusu Mungu. Ili ni kati ya kundi mojawapo katika imani za Kihindi ambao wanaamini kwamba kuna Mungu ambaye ni Brahma, ambaye ni Mungu muumbaji. Kuna Mungu ambaye ni Vishnu, huyu ni Mungu ambaye ni mhifadhi, na kuna Mungu ambaye ni Shiva, huyu ni Mungu anayeharibu, destroyer. Na by the way, kuna makanisa ya Kihindu hapo mjini. Sio? Matempo, mahekalu. Kwa nafasi pia ukatembelea, anayosoma wakakufundisha wao wenyewe. Kwa hiyo ni faida pia. Kwa nyingine tu ni watafiti wa kujua vitu na kufuatilia. Kama unakuwa opportunity, nafasi ukienda pale mjini kuna Hindu temple. Kuna Hindu temple unaweza kusoma baadhi ya vitu ambavyo viko mahali pale. Na katika hata kufundisha pia kuweza kuambia kwamba Brahma alimuumba Manu. Huyu Manu sasa akatoa
matabaka manne ya watu. Manu ndio kama Adam, sio? Tukilinganisha na Ukristo, tukilinganisha na Mungu wa kweli, tukilinganisha na uumbaji wa kweli wa Mungu, Manu ndio aliumbwa kwanza na Abrahamu. Baada ya kuumbwa, katika kichwa cha Manu akatokana mtu ambaye anaitwa Ibrahim, ambao ni watu watakatifu ambao wanaheshimika sana katika tamaduni za Kihindu. Wao kuna watu ambao ni waheshima kule katika temple, katika jamii ya Kihindu, wale tunaita ni Brahmins. Wale watu ambao ni ngazi ya juu ambao wafika kiwango cha Mungu. Fika kiwango cha juu sana. Kama labda unaweza kuwa na watumishi wa juu sana, ni high level, high rank. Na wao walikuwa na kichwa kwenye Manu. Lakini mikono ya Manu wakati wanaitwa Kshatriyas, hao ni watu ambao ni watawala na maafisa wa serikali, wapiganaji, wale viongozi ambao ni muhimu pia. Wanaheshima, lakini wako chini kidogo ya Ibrahim, wako chini kidogo. Kwenye mapaja walikuja watu ambao wanaitwa Beisias, hao ni mafundi na wafanyabiashara. Wafanyabiashara wengi ambao pia ni mashuhuri, sio kwamba ni mabaya sana, lakini pia nao pia wameshuka chini kidogo kwenye miguu chini. Wakatokea wa Sutra, na Sutra ni tabaka la chini ambalo wao ni kama wa servants, ni watumishi ambao wanatumika kwenda sehemu mbalimbali kufanya biashara, kwenda kutumwa kufanya kazi kwa wengine. Hao ni wale ambao ni vibarua, wale ambao ni makuli, watumishi, wale ambao ni wa Sutra ambao waliumbwa na Manu. Ndio katika mtu. Wewe Manu mwenyewe ndio chake kilitoa kundi la watu. Kwa hiyo mikono ikatoka kundi la watu, mapaja yakatoka kundi la watu, na miguu ikatoka kundi la watu. Na makundi ya watu katika imani za Kihindu ya kuna ndio wanasema kwamba ni vizuri pia kupata nafasi. Unajua kwamba wale wasutra ni watu wa namna gani? Visiasi ni watu wa namna gani? Kshatriyas ni watu wa namna gani? Na Brahmins ni watu wa namna gani? Na Mungu ambaye ni mfalme na Mungu ambaye ni Shiva, naweza kuuliza pia katika imani ya Kihindu, katika imani ya na maana nikikuuliza swali nitakuuliza katika imani fulani, sawa? Kiwe rahisi, sababu hatuamini hivyo sisi. Wanavyoamini wao. Wao sio kwamba tunaamini Mungu atatu. Hatuamini hivyo. Kwa imani fulani wanaamini Mungu atatu. Ndio tunaenda katika. Okay? Kisha mahali pale siku ya leo ndio tumeisha na ndio ingeweza kumalizia, lakini tunashukuru tu kwamba bado tuna muda ambao kila mimi kwamba pili jaji Mungu atupenda tuunganisha mbili na tumalize hii hapo kwa kundi mbili. Yes. Ndio. Ufunuo unazungumzia habari ya Israeli. Sio ishara ya Uislamu. Unazungumzia habari ya Israeli, na Israeli ndio ambaye Yakobo. Kwa jinsi ambavyo tunajua Biblia inasema kwamba ukitrace Uislamu wana trace Uislamu kwenye kwa Abraham. Na unapotafuta wale trace kwa Abraham, kwa vitu vingi ambavyo utaviona katika jamii ya Kiisraeli ya Kiyahudi ambapo utaona Waislamu wanafanya. Wao wanazungumzia habari ya nyota. Daudi alikuwa na nyota Daudi, nyota ya Daudi ya Israeli, ndio walikosoa kwa dunia. Hapo ndio habari ya mwezi. Lakini sasa hiyo habari ya ufunuo ni tofauti tofauti kabisa, ambayo inazungumzia habari ya Yusufu na Israeli sababu verses ndio. Na hii nini hali nyingine ya Uislamu kutosikiliza hizi nyimbo. Yaani kuna kitu gani ambacho huwa kinawafanya kwamba washirika wanasikiliza nyimbo za dini? Kwa sababu kule Pemba nilipokuwa kule
anakwambia ukifungulia hizo nyimbo sisi hatuzitaki, yani hatuzipendi, lakini nyimbo za dunia huwa wanazifungulia na kusikiliza vizuri. Ni injili. Kwa nyimbo za kanisa zinakuwa na injili. Ingawa wewe unamhubiria kwa lugha rahisi, kwa tunahubiri kwa njia mbalimbali. Unaweza kuhubiri kwa njia ya nyimbo, kwa njia ya mahubiri kawaida, kwa ushuhuda. Sasa unapohubiria kwa njia ya nyimbo, wimbo unakuwa na influence kubwa sana. Kwa sengena anapokuwa anamhubiria indirect. Yaani unamhubiria kwa siku kumwambia unamhubiria. Sasa sengena ndio kutaka kumhubiria mtu kuleta kwa mfano anajua bado tutakaa hapa anahubiria chemchemi kwa njia nyingi. Unajua vipi hawajui Kiingereza. Nikitamani hiyo wale speaker wao nyimbo za Kiswahili. Bwana Mungu nashangaa kabisa kila mtu asikie kwa kule Yesu Kristo ali hakuna mwokovu mwingine isipokuwa kwa Yesu Kristo peke yake. Yaani nyimbo ziipe kwa kule usoko asikie. Au baadhi yao speaker kwa mali. Sio ilikuwa kule Gaboni nasikia. Kwa hiyo na singine atoka na mbali. Sasa nataka hiyo huo ujumbe uende katika hali ya ujumbe wa Mungu ni injili. Kwa hiyo unapoimbia kwamba Sakutumaini sina ila damu yake Bwana. Sima wewe Bwana, sima wewe tunakwambia. Na hata kama unataka kuomba na kufuza kabisa. Sababu unapelekea imani ambayo hawataki. Okay, let's pray. Gracious God, Heavenly Father, Lord of glory, we thank you for ending this class for this morning. We have gone so far some areas in we need to go with wisdom because you are God of all wisdom, especially as we are reaching those people who are without Jesus Christ. May you make us to be humble and also much wisdom to know how to reach them. Also, may you make us also to be effective in our living with the non-Christian so that we can give the testimony which will reflect even our life before them. Once again, we thank you for giving us this opportunity. We can study this comparison of religions. We are comparing the world and Christianity. May you make us to continue to shine as a beacon of light. In Jesus' name I pray. Amen.